Karibu msikilizaji kwenye sehemu ya 3 ya simulizi yetu nzuri iitwayo Upande wa Giza wa Malaika, The Darkness of an Angel. Siku za mwisho. Ikiwa ni toleo la 3 na la mwisho la Gavin Luka. Toleo la kwanza lilienda kwa jina la Idaiwa Maiti Yangu, Safari ya Gavin Luka. Toleo la pili likaenda kwa jina la Lionela, ikiwa ni toleo la pili la Gavin Luka. Hii inaenda kwamba Upande wa Giza wa Malaika. Siku za mwisho, likiwa ni toleo la 3 na la mwisho kabisa la simulizi hizi za Gavin Luka. Tumeishia pale ambapo tuko ndani ya viunga vya uwanja wa Fisi ambako inafanyika biashara ya kuuza miili kwa wanawake. Na tulikuwa na mwanamke mmoja ambaye alikuwa ameanza kutusimulia kisa chake yeye kufikia mpaka kwa katika sehemu hiyo ya kuuza miili. Na mwisho siku alipokea dili kutoka kwa mtu ambaye hakuwa kimfahamu. Akamwambia kwamba kama kifanikisha mchongo huo basi ataweza kubadilisha maisha yake yeye na mama yake, maisha yao yote mpaka wanakufa. Yaani kwamba watapewa pesa za kula mpaka maisha yao yafike mwisho. Baada ya kumwachia maagizo hayo, alijikuta akiwa anafanywa kitu ambacho kilimfanya kasinzia na kupoteza kumbukumbu. Anasema kichwa kilikuwa kizito sana, sikuwa na wazo la nini kilikuwa kimetokea jana yake. Nilitulia kwanza kuweza kutafakari nini ambacho kimetokea, kwani hata sikuwa na kumbukumbu kwamba nilifikaje eneo kama lile. Baada ya muda kidogo kupita ndipo nikawa nimeanza kuona matukio yote vizuri. Zile kumbukumbu zilianza kuja kwa kasi kwenye ubongo wangu, na ndipo nikaja kushtuka baada ya kutambua kwamba tulikuwa wawili humu ndani, lakini kwa wakati huo nilikuwa niko mwenyewe. Nilipogeuka kwenye kiti cha pembeni kulikuwa kuna karatasi ambayo ilikuwa na maelezo. Karatasi hiyo ilikuwa na maelezo mafupi na mawasiliano ambayo binafsi niliyaelewa, ila nilikuwa naogopa. Nitazama pembeni ambako kulikuwa na pesa, kulikuwa kuna bunda ambalo lilikuwa limeshiba. Likanitoa mate kwa wingi sana. Baada ya kutoa na kuzihesabu zile pesa nikagundua kwamba zilikuwa ni milioni 10 za Kitanzania. Nilihisi kama vile nimechanganyikiwa. Hata ule uoga wa kuifanya ile kazi haukuwepo tena. Nilikuwa naona utajiri mbele yangu. Nani ambaye angezikataa zile pesa kwa haya maisha ambayo naishi? Hapana wewe. Wale wenzangu walikuwa wanatakiwa kunisamehe tu, kwa sababu hata kama wangelikuwa ni wao, sidhani kama wangeweza kunichagua mimi mbele ya pesa. Ndio ilivyo. Anza safari yangu ya mimi kuwa malaya muuaji ndani ya ile eneo. Msikilizaji, kilichokuwa kimetokea baada ya hapo, na tuliambiwa kwamba siku nilikuwa sikataka kufanya mauaji pale katika ile eneo uwanja wa Fisi kwa malaya wengi awezavyo kisha atoweke kusikojulikana. Mtunzi ni Fabian Babuya. Hatukujua lengo la kufanya yote ni nini. Director ni kutoka Simulizi Mix ndo ambaye anakusimulia, lakini hapa tutakwenda kujua kwa uzuri sana ndani ya sehemu ya 3 ya msimu wa kwanza. YouTube channel Simulizi Mix, hakikisha subscribe kuendelea kupata mwendelezo wa simulizi na nyingine nyingi, kuendelea kujua nini hasa kilijili katika simulizi yetu. Hii hapa tunaendelea nayo. Ndani ya SMX app unakuwa unapata mwendelezo mpaka mwisho, na kama uweze kuipata SMX app njoo WhatsApp 0677062012. Andika Gavin Luka 3, tutajua tu kwamba unahitaji simulizi ipi na tutakupa maelekezo jinsi ya kuipata. Siku ya leo ambao naenda kuwaua hao malaya wenzangu ambao bado hapo mpaka muda usio siku ambayo ni mara yangu ya kwanza kuua. Naweza kusema kwa sasa hivi nimekuwa mzoefu kwenye kufanya haya mauaji. Hivyo leo haitakuwa kazi ngumu kwangu. Maisha yamenifanya kuwa na maamuzi ya upande mwingine kabisa. Upande ambao ni siri yangu. Na kila ambaye ananiangalia anaona malaya huko wengine. Wananiona mwanamke mrembo mwenye uzuri wa kipekee, lakini hawajui kwamba mimi ni muuaji pia. Pesa imenibadilisha na kubadilisha maisha yangu. Siku zote nitakuwa muuaji mimi. Aliongea kwa msisitizo na kurudi tena ndani. Alivua zile nguo zote na bastola zake akawa ameviweka kitandani. Alivaa mavazi ambayo yanaonekana kabisa kuwa ya kazi maalum. Baada ya pale alibeba kila kitu ambacho kilikuwa na umuhimu kwake. Alizibeba pesa zake za biashara na zile bastola kazifunga na vyombo vya kuzuia sauti. Kisha kwa nje alivaa koti moja kubwa na refu kana kwamba hakukuwa na joto katika viunga hivyo. Na baada hapo ametoka na kufunga hicho chumba. Alianza kupita na kuingia kwenye vyumba ambavyo wahusika walikuwepo na kuanza kuua kila ambaye alikuwa amemkuta ndani. Hakuua tu wale malaya wenzake, bali hata wanaume ambao walikuwa wanaingia kupata huduma nyakati hizo nao hawakuwa na bahati. Aliua watu wengi kwa muda mfupi, na baada ya kuhakisha kaua wa kutosha, na wakati huo zilisikia kelele baada ya mara moja kuukuta mwili wa mwenzake ukiwa unatoka damu kwa wingi. Alikimbilia mahali ambako kulikuwa kuna transformer ya umeme.
alipiga risasi za kutosha mpaka alipokuwa amepiga shoti kubwa sana. Shoti hiyo ilisababisha kuungua kwa vitu vingi sana vya jirani na eneo hilo, na umeme ulikatika. Haikwenda bure, ilisababisha kulipuka kwa moto kwenye baadhi ya nyumba na vyumba ambavyo walikuwepo malaya wenzake, na baadhi ya nyumba na frame za biashara ambazo zilikuwa karibu na eneo hilo, huku yeye akiwa anatoweka na asijulikanike kwamba alikuwa anaelekea wapi, huku yeye mwenyewe akiwa hajui sababu za msingi za kuweza kuwaua hao watu ambao aliona kabisa kwamba hawakuwa na hatia ya kufa kwa mkono wake. Twende Nairobi, Kenya. Katika kabisa mwa miongoni mwa majiji ambayo yameendelea sana ukanda wa Afrika Mashariki, jiji la Nairobi kulikuwa kumechangamka isivyo kwa kawaida. Ni jiji ambalo harakati zake uwaga zinaendelea na kupatikana kwa masaa 24. Vijana wanakimbizana na harakati za jiji ili kuhakikisha maisha yanaenda kama ambavyo wameyachola kwenye daftari zao za mahesabu. Katikati ya jiji hilo kuna mtu mmoja ambaye alikuwa ameibuka kwa miaka mingi. Ni miaka 3 ilikuwa imepita tangu alipofanikiwa kuweza kuonekanika kwa mara ya kwanza kabisa ndani ya jiji hilo. Bwana huyo, historia yake wengi hawakuwa kijua kiundani, ila wengi walianza kumzoea. Kumzoea kwao ni kwa sababu ya kwamba ni mara kadhaa alikuwa anaonekanika mitaani, hususan akiwa anajitahidi kuombaomba, na muda mwingine akiwa ni mtu ambaye alikuwa akiokota vyuma kwa ajili ya kuuza na kujipatia pesa angalau za kula. Ughali wa maisha ya jiji hilo haukufanya watu kumshangaa kujishughulisha na hizo shughuli ambazo zingempatia mlo, bali waliona ni mtu ambaye alikuwa anatafuta kuishi. Mwili wake ulionekanika kama mtu ambaye kwa maisha ya huko nyuma aliyapenda mazoezi, ila wakati haukuwa mwema wala sahihi kwake kwa nyakati hizo, hivyo mwili kwa kiasi kikubwa sana ulikuwa umefuba. Wengine hawakuzani hata kama ni mazoezi, bali walihisi kwamba mwili ulikuwa umejengwa kwa sababu ya kubeba vyuma kila siku ambayo alikuwa akiyaokota na kwenda kuyauza kwa wataalamu wa mambo hayo. Mwanaume huyo kuna wakati ni kama akili zilikuwa zinamtoka, na kuna muda ni kama alikuwa anakuwa sawa japo sio kwa muda mrefu. Hali hiyo ilimfanya onekanike kama kichaa, hivyo wengi walimpuuza. Kumpuuza kwao kulimfanya yeye kuishi kwa amani bila shida yote ile. Hata maskari polisi mara kadhaa waliwahi kumkamata na kumhoji juu ya uwepo wake eneo hilo na wapi alikotoka, lakini hawakuona kama ni hatari au kuna haja ya kufanya hivyo tena, hasa baada ya kutambua kwamba bwana huyo hakuwa mwenye fahamu zake, hata maelezo yake hayakuwa yakinyooka moja kwa moja, hivyo wakamwacha na maisha yake mwenyewe. Licha kuonekanika kutokuwa kamili, lakini naye kwa kama mwanadamu alikuwa na vipaumbele vyake ambavyo kama walivyo wengi tu. Alikuwa ni mtu pia ambaye alikuwa anahitaji nafasi kama ambavyo wanavyo kuwa wanahitaji wengine. Hivyo mara kwa mara akawa anatembelea pembezoni mwa kumbi za starehe kuweza kuona namna watu walivyokuwa na kula maisha na kuvunja akaunti zao za benki. Pesa kazi yake matumizi bana. Ndio maana hakuona shida kwa ungwana nao kula maisha tena kwa kutumia pesa zao wenyewe ambazo walizitafuta kwa jasho na nguvu kubwa. Mwanaume huyo mara nyingi ni kwamba watu hawakufanikiwa tu kuweza kumzingatia, ila kama wangefanya hivyo basi wangekuja kumuelewa kwa nini alikuwa anaishi namna hiyo. Bwana huyo alikuwa akiishi kwenye jengo moja kubwa ambalo lilikuwa na ofisi nyingi. Eneo hilo lilikuwa ni gharama mno kuweza kupanga ofisi ama kuwa na sehemu yako ya kibiashara. Alikuwa mara kadhaa akikaa kwa mbali upande wa ngambo akiwa anaangalia wanadamu wanavyokuwa wanapishana kuingia na kutoka, na mara kadhaa alikuwa akisogelea mpaka kwenye lile jengo. Hapo kuna wakati walinzi walikuwa wanamfukuza, ila pia kuna wakati alikuwa ananangwa na waingiaji wa eneo hilo, hususan wale ambao walielewa vibaya, wakiwa wanamuona kama mtu ambaye hakuwa anajua hata anataka nini kwenye maisha yake. Hakuona shida kuweza kudharauliwa, kwani alijua pesa waga inaleta ujivuni na kiburi miongoni mwa watu, na ndivyo maisha ya binadamu yalivyo. Ile zoezi alikukoma kwa siku moja. Ni miaka 3 alikuwa akifanya hivyo mpaka watu wakamzoea, sasa ikawa ni kama kawaida. Kuna siku akiwa amesimama eneo la jirani na hapo akiwa anashangaa gari moja ya kisasa, kuna msafara wa gari 4 uliingia hilo eneo. Kwenye msafara huo alishuka waziri wa mambo ya ndani wa Kenya akionekanika kuelekea ndani ya jengo hilo. Mwanaume yule hakuonekanika kutokuwa timamu kama ambavyo walikuwa wanamuona, bali akaonekanika kuwa timamu na mwenye akili zake. Ile jambo lilionekanika kumshangaza kiasi fulani na kumshtua, lakini alikuwa makini kwenye hatua zake. Kwenye shati yake kwenye kifungo alikuwa amepashika vizuri na kuelekezea upande ule.
ilionekana kamera moja ambayo ilikuwa inabeba matukio yote ambayo yalikuwa yanatokea pale. Alitembea taratibu mpaka kwenye gari moja ya nyuma na kuinama akaigusa kwa chini. Alitega tracker ili kuweza kujua ni wapi gari hiyo ilikuwa inaenda. Muda mfupi baadaye ni kweli gari hiyo iliondolewa hapo tena yenyewe ikiwa inaingia katikati ya jiji. Alitembea kwa muda mfupi mpaka alipokuwa ameingia kwenye mtaa mmoja ambapo wakati anazama hapo alitupa kila kitu ambacho kiliondoa ule uzoefu wake mwilini, lakini wakati akiwa anafanya yoyote aligundua kwamba kuna kamera ambayo ilikuwa imenasa sura yake. Ilikuwa ni kosa kubwa sana kwake, lakini hakuwa na muda wa kutosha wa kuanza kujutia tukio hilo. Alikuwa bodaboda hapo na kutaka amuaishe sehemu ambayo alikuwa anaiangalia kwenye kifaa chake cha mawasiliano. Jana dakika 21 walifanikiwa kuipata ile gari ikiwa imetelekezwa mahali na mhusika hakuonekana kuwepo ndani ya ile gari, kwani milango yake ilikuwa wazi ila mhusika hakuwepo kabisa ile eneo. Alimlipa bodaboda dereva akamtaka aweze kuondoka lile eneo kwani haikuwa sehemu sahihi tena kwake kuweza kuendelea kukaa pale. Baada ya dereva bodaboda kuondoka na kutoweka mahali pale, alitoa bastola kiunoni na kuanza kufuatilia taratibu ile gari ambayo ilikuwa imesimama. Kwenye gari palikuwa patupu. Ni muziki tu ndo ambao ulikuwa unasikika ndani ya gari hiyo. Aliangalia mbele na kugundua kwamba ilikuwa ni nyumba moja ndogo lakini iliyokuwa imepambwa vizuri. Yalikuwa ni makazi ya mtu. Mlango haukufungwa, huenda kwa sababu ya uharaka wa mhusika au kwa sababu alikuwa anajiamini zaidi ndani ya mitaa hiyo. Aliusukuma ule mlango na kuingia ndani mpaka pale alipogundua kwamba eneo hilo lilikuwa na mtu mmoja tu pekee, naye hakuonekanika kuwepo sebuleni bali alikuwa chumbani. Aliketi kwenye sofa na kuelekezea bastola yake ndani ya kile chumba ambapo baada ya dakika 5 kupita alitoka mwanaume mmoja shababi ambaye alikuwa amevalia suruali ya suti na kiatu safi ila upande wa juu alikuwa yuko kifua wazi. Kwenye mkono wake alikuwa ameshika glasi ndogo ambayo ndani yake ilikuwa na mvinyo, lakini hata hivyo hakuweza kuishikilia kwa muda mrefu, iliondoka na kuvunjika akiwa anashangaa kuingiliwa nyumbani kwake. Alitamani kufanya jambo la haraka ila alitambua kabisa kwamba ni kamali mbaya sana kwani asingeweza kushindana na spidi ya risasi. Usijaribu kufanya kitu ambacho unakiwaza. Unaweza kufa bila sababu za msingi za kufanya ufe usiku wa leo. Wakati anapewa huo ushauri, yeye alikuwa anamkadiria mtu ambaye alikuwa amemvamia ili aweze kutambua kwamba alimuona wapi, maana sura hiyo haikuwa ngeni kwenye uso wake. Alitembea taratibu na kwenda kuketi kwenye sofa la upande wa pili. Na kufahamu wewe, ni mara kadhaa nimekuona nje ya plaza pale, tena wengi wanakujua wewe kwamba ni ombaomba. Na leo nakumbuka nimekuona maeneo yale. Upo sahihi kabisa. Hakuna sehemu hata moja ambayo umedanganya. Wewe unayemuanza ndiye mimi mwenyewe. Wewe ni nani? Asina imani kama ukinijua mimi nitakusaidia kwa jambo lolote lile. Nataka kufahamu wewe ni nani. Kwa nini unaishi maisha ya kuigiza hivyo? Kama ningehitaji uweze kujua hayo yote basi tangu siku ya kwanza kabisa mimi naingia kwenye taifa hili ningekutafuta moja kwa moja na sio kuishi maisha ambayo nimeishi kwa miaka yote hiyo. Wewe ni Mtanzania? Umelitambua hilo? Anye ndio watu ambao mnaongea Kiswahili kwa ufasaha hivyo, hakuna mtu wa taifa jingine anaweza kuongea kama wewe. Kwa nini umekuja kwangu? Hilo ndio swali ambalo ulitakiwa kuanza nalo na sio kuanza kuuliza kwa nini nimeishi kwa kuigiza maisha haya. Ni kweli mimi ni Mtanzania na tangu nakuja hapa nilitoka moja kwa moja nyumbani kwenye taifa la mamangu ambalo nalipenda sana. Hilo bado halijajibu swali ambalo nimekuuliza. Usijali, niko hapa kutaka kuwafahamu viongozi wako wote, mpango uliopo nyuma na sababu ya wao kuhusika kwenye hili jambo. Jambo lipi ambalo wanahusika nalo? Amina, yote tunajua kwamba haya mambo huaga hayaishi vizuri ndugu yangu. Najua jambo ambalo limetokea na najua ni wapi ambako natakiwa kuanzia, na ndio maana nimekuja kwako hapa. Naelewa kwamba kwenye ile plaza kuna mambo mengi ya hatari sana ambayo yanaendelea, na moja ya sehemu ya mambo hayo ni bosi wako ambaye ni waziri wa mambo ya ndani wa Kenya. Hivyo nataka kuwafahamu washirika wake na sababu za yeye kuhusika kwenye haya mambo. Mtanzania, unataka kujua mambo ya waziri wa mambo ya ndani wa Kenya ili kusaidia nini? Vipi unaona kama vile umeigiza comedy mbele yako? Bila shaka wewe umetumwa na TIJI hapa Kenya. Niamini mimi, kama ningelikuwa nipo hapo kwa ajili ya hilo shirika basi mpaka wakati huu ningelikuwa niisha kuteka siku nyingi sana, na hata familia yako au bosi wako asingelikuja kujua kwamba wewe kwenda wapi kwenye maisha yako yaliyosalia. Kama upo hapo kwa ajili ya shirika, unafanya kazi chini ya nani na kwa nini uonekanike unajali baadhi ya mambo ambayo hayahusiani kabisa na usalama wa taifa lako? Miaka 23 iliyopita nadhani hata mwenyewe unajua kuna mambo ya kutisha yalikuwa yametokea kwenye taifa letu. Haikuwa kwa hiyo miaka tu, bali ulikuwa ni mwendelezo
kwa muda mrefu wa matukio ya kutisha, lakini hiyo miaka 3 ambayo imepita ndipo tuliona kama taifa kwamba tumefika sehemu salama ya kuanza maisha mapya tena, mpaka ilipokuwa imepigwa simu moja baadaye. Hiyo simu ilikuwa ni matokeo ya matukio hayo ambayo yalikuwa yametokea ndani ya taifa hili, na hata hiyo simu ilitoka moja kwa moja kwenye hili taifa kwenda Tanzania. Matukio ya Gavana Luka yalianzia ndani ya taifa. Katikati ya msitu wa Mauko ndiko ambako kulizuka matatizo ambayo yalizikwa kwa miaka 20. Asa ile simu ambayo ilikuwa imepigwa Tanzania, kuna mtu alikuwa amedai kwamba ni muda wa Tanzania kuweza kulipa. Na sio kulilipa taifa la Kenya, bali kumlipa yeye binafsi kutokana na yale mauaji ya kikatili ambayo yamefanyika ndani ya taifa hili. Ile simu haikuwa ishara nzuri kwa Tanzania kama taifa. Tulikuwa tumetoka mbali na wakati huu ambao angalau tulikuwa tunaanza sasa kuiona amani, ndio wakati ambao iliashiria mwanzo wa mambo mengine mabaya na ya kutisha, ambao mwafaka wake tulijua kwamba unaenda kuwa ni mbaya, na tangu pale ndipo niliingia ndani ya taifa hili kuanza kufuatilia kwa ukaribu sana hali hapa, ili kuweza kujua huo mpango ulikuwa ni upi na kwa sababu zipi ulikuwa unatakiwa kufanyika na ni kitu gani ambacho taifa la Tanzania linapaswa kulipa. Alitulia mwanaume huyo baada ya kutoa maelezo kadhaa kwa mwenzie. Nadhani umesema kwamba hufanyi kazi na TIGI, ndio? Hakuna sehemu kwenye sentensi yangu nimesema kwamba nafanya kazi na TIGI. Kwa maelezo yako unaonekanika kabisa kwamba wewe ni sehemu yao au ni mmoja wa watu, ndio? Mwanaume huyo alitabasamu, ila hakujali kuhusu ile bwana wala zile hisia zake. Miaka yote hapa 3 ambayo mimi nimeishi Kenya, nikiwa makini kuweza kufuatilia yanayotokea na mipango ambayo ipo mezani, nimekuwa nikisubiri kusikia kauli ya mtu huyo aseme kwamba anataka nini, lakini jambo la kushangaza ni miaka 3 imepita akiweko kimya kabisa na hajasema kwamba anataka nini. Sasa kwa miaka hii yote nilikuwa nataka kujua kwamba lengo lake hasa ni lipi na kwa nini afanye haya yote, lakini jambo hili kidogo limekuwa ni gumu sana kuweza kulipatia ufumbuzi na majibu yake sahihi, jambo ambalo linifanya nibaki njia panda. Hapa nikaanza kufuatilia watu ambao wanaweza kuwa karibu na huyu mtu, na ndipo nikawa nimetambua kwamba mara kadhaa waga anakuwa anaingia kwenye ile jengo ambalo ndipo nadhani kuna ofisi kuu au ni makubaliano kwamba huwa kinafanyika kikao kikuu. Hapa nazungumzia mkurugenzi wa shirika la NIS ambaye amekaa kwa muda mrefu mno ndani ya shirika lenu la kipelelezi. Kwenye hiyo mikutano waga kumetawaliwa na usiri mkubwa sana, na hata watu ambao waga wanaonekanika eneo lile sijawahi kabisa hata mmoja kumkuta kwenye ule mnyororo. Wengi niliwafuatilia na kugundua kwamba ni wafanyabiashara wakubwa eneo lile, tofauti kabisa na waziri wa mambo ya ndani ambaye leo ameenda pale kukiwa hakuna shughuli yote ile ya kumtaka yeye awepo muda kama huu. Hivyo nikaanza kupata wasiwasi. Tukiachana hilo, ni kwamba jana Jamhuri ya Afrika ya Kati imekumbwa na matukio mabaya ya kutisha, ikiwemo kuuliwa kwa rais wa taifa hilo, tena wakati ambao inaonekanika kuna mikakati mizito ilikuwa inaendelea kwa viongozi wako. Unahisi inaweza kuwa ni bahati mbaya? Jibu ni hapana. Sasa ulitaka kujua kwamba ni kwa nini nipo hapa muda huu? Basi nataka unipe taarifa za ndani kwamba bosi wako anahusikaje kwenye huu mchezo na ni kitu gani ambacho kinaendelea. Nataka kujua kama ni wao ambao wamehusika na yale mauaji ya Dodoma, na kama ni wao ni kwa nini. Pia nataka kutambua kama mkurugenzi wenu ndiye ambaye yuko nyuma ya hayo mambo yote, na kama ni yeye, kuna jambo lipi ambalo limemsukuma yeye kutaka kuingia kwenye vita moja kwa moja na Tanzania bila sababu za msingi. Na pia kama sio yeye, ni nani ambaye yuko nyuma ya mambo. Maelezo yake alimfanya mwanaume huyo ambaye alikuwa mbele yake kutokwa na jasho. Ni mambo mazito ambayo yaliongelewa hapo, na hata maswali yake yalikuwa ni mazito vile vile. Ilikuwa ni jambo la hatari kwa mwanadamu mjiwaji kama huyo kuwa na siri nzito za watu wakubwa namna hiyo. Alitakiwa kufa. Bwana yule alikuwa anasikiliza kwa umakini, lakini wakati huo alikuwa anaangalia namna mwenzake alivyokuwa amemshikia bastora. Alijibetua na kukita kwenye meza ambayo ilikuwa katikati yao. Ile meza ilipasuka, lakini wakati huo risasi 2 ziliachiwa, japo hazikufua dafu kwani zilishia kwenye vioo tu hivyo, na kabla ajirusha nyingine alikutana mguu kwenye bega lake, ile silaha ikamponyoka. Walibaki wamesimama wakiwa wanaangaliana kama majogoo ambayo yalikuwa yanagombania tetea. Kila mtu alikuwa anatakiwa kuiponya nafsi yake kwa mikono yake mwenyewe na sio kutegemea silaha ili kuweza kujiokoa. Wanaume wale walikuwa kiangaliana kwa hamu kubwa sana. Mmoja alikuwa anahitaji taarifa kwa mwenzake, wakati mwenzake aliona huyo bwana alikuwa ni hatari kwa taarifa ambazo alikuwa akizihitaji. Hapo hivyo ilikuwa ni lazima amuue, na kama ikishindikana kutokea hivyo basi
yeye ndiye ambaye alipaswa kukimbia hilo eneo. Aligusa kioo kimoja kikamkosa yule bwana ambaye alimvamia. Wakati akiwa na kwepa alikutana na mguu wa kifua, akarudi nyuma kwa maumivu makali ambayo alikuwa ameyapata. Aliona miguu yote miwili ikiwa inamjia shingoni. Alizungukia upande wa pili, ikatua kwenye ukuta. Yaligeuka na ngumi moja kali ya kulia ambayo ilitua kwenye shingo yule bwana mvamiwaji. Aliumba akiwa ameinama, alidakwa mkono wake ambao ulivutwa kwa nguvu akiwa amekosa balance nzuri. Alikutana na ngumi nzito usoni, ikaulalua uso wake, akaanza kutokwa na damu kwa wingi puani. Alipanga mikono yake na kusogelea hilo eneo kwa kasi kubwa sana, kasi ambayo ilimponza yeye mwenyewe, kwani mvamiaji aliupanda ukuta na kurukia upande wa pili ambapo yule bwana alimkosa. Alipogeuka kwenda kumkabili, alikutana na kioo kwenye tumbo. Palitoboka vibaya hata ile kasi yake ikapungua. Alijikaza na kudunda kwenye sofa moja akiwa anajigeuza kwa sarakasi. Yule mvamiaji alimuona na kuamua kuruka, akampisha kwa juu akakosana. Yule bwana alimkosa mtu wake na kugeuka kwa nguvu, lakini alikuwa amechelewa kwa sababu mwenzake alikuwa amemfikia tayari. Alikutana na ngumi 7 za kifua. Alitapika damu nyingi sana kana kwamba nyongo ilikuwa inatoka. Akajifanya kama anataka kushambulia, lakini haikuwa hivyo. Alirukia kwenye kabati kwa nguvu, jambo ambalo hata mvamiaji alishangaa sana. Akawa anajiandaa kujihami kama bwana yule angeweza kuidaka silaha, kwa sababu ile bastola ya kwanza ilikuwa imedondokea chini ya sofa, hivyo hakukuwa na namna kwamba anaweza kuipata tena. Bwana yule pale kabatini alidaka kisu. Kile kisu hakikuwa kwa sababu eti ya kumshambulia mvamiaji, bali alikitumia kufanyia jambo la ajabu na la kushangaza kweli kweli. Alijikita na kile kisu shingoni na kuanza kubabaika pale mwenyewe akiwa anahangaika mpaka katulia. Mvamiaji alibaki akiwa anashangaa namna bwana huyo alivyokuwa amejua kikatili mwenyewe. Akiwa ndo kwanza anatoka kwenye hiyo taruki ili aweze kuanza kuangalia kama kuna jambo angelipata ndani ya nyumba, alishtuka. Mshtuko ambao aliupata ilikuwa ni baada ya kusikia mlio wa gari kwa nje. Gari ya nje ilifunga breki za ghafla. Aliangalia kila upande kwa sababu alijua hiyo ilikuwa ni hatari upande wake. Bahati ilikuwa kwake aliona dirisha. Alifungua na kurukia nje, kisha kama amepotelea mtaani. Ni kuendelea dakika moja tu baadaye waliingia wanaume 3 humo ndani ambao walikuwa na silaha nzito. Walishangazwa na kukuta mwenzao amekufa, huku akionekanika kwamba alikuwa amejiua mwenyewe. Mmoja alivuta simu yake mfukoni na kupiga mari. "Bosi, Odemba amekufa na ni kama amejiua mwenyewe." "Sawa bosi." Alikata simu na kuwataka wenzake wasafishe hilo eneo kana kwamba hakuna kitu ambacho kilikuwa kimetokea. Ila kazi ambayo ilikuwa imebaki kwao ilikuwa ni moja tu, kuweza kumtafuta mtu ambaye alikuwa amehusika na jambo hilo. Walikuwa wanatakiwa kumjua mtu huyo ni nani, alikuwa anafanya kazi kwa sababu ya nani, kwa malengo gani, na alikuwa anafahamu nini kuwahusu wao mpaka wakati huo. Dennis Mzovi ndilo lilikuwa jina lake mwamba huyo. Hakuwa ameenda Kenya kwa bahati mbaya, bali kuna kazi maalumu ambayo alikuwa ameenda kuifanya huko. Dennis alikuwa ni miongoni mwa majasusi wa asili kutoka ndani ya taifa la Tanzania. Hakuishi Kenya kwa miaka 3 mtaani kwa ajili ya kupoteza muda, bali kuna kazi alikuwa ameenda kuifanya huko, na kazi hiyo ndio ambayo mpaka wakati huo ilionekanika kuanza kuonyesha ule utambulisho wake wa halisi na wasiri ambao ulikuwa ameulinda kwa miaka 3 yote. Baada ya kutoka pale, alitambua kabisa kwamba hakuwa salama mwanaume huyo kuendelea kuwepo ndani ya taifa la Kenya. Ilikuwa ni swala la muda tu kabla mambo hayajaanza kuharibika. Alipitia kwenye duka moja na kununua suti na baadhi ya vitu kadhaa kwenye begi. Baada ya hapo alitafuta nyumba moja kubwa ya wageni, akatafuta chumba ambapo alikaa kwa dakika 20 tu pekee, na wakati alikuwa anatoka humo alikuwa ni mtu tofauti kabisa, na wala hakuna mtu yeyote ambaye angeweza kumtambua kwenye katizo. Hakuwa yule omba tena. Kwa wakati huo alikuwa amebeba begi moja safi sana. Mwilini alikuwa na suti ya gharama, huku usoni akiwa na ndevu nyingi za bandia ambazo zilitengenezwa kwa ustadi na miwani safi kuweza kuunadi uso wake. Bana we. Basi safari yake ilishia ndani ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta, ambapo eneo hilo kwa wakati huo lilikuwa lipo chini ya uangalizi mkali. Eneo hilo walikuwa wakikaguliwa kila mtu ambao walikuwa wanatoka kwenda nje. Walikuwa wamesambaza picha ya yule omba ambayo bila shaka ilipatikana karibu na lile jengo ambalo
alionekana kwa mara ya mwisho kabla ya kumvamia yule kijana ambaye alikuwa yupo kwenye msafara wa waziri wa mambo ya ndani. Licha ya vizuizi vyote hivyo, lakini bado mwanamume alifanikiwa kurudi salama kwenye taifa la mama yake baada ya miaka 3 kupita akiwa kwenye kazi ngumu ya siri ambayo mpaka muda huo ni yeye tu ambaye alikuwa anajua amefanikiwa kiasi gani na alikuwa amefeli kiasi gani, huku akiwa haitambuliki kwamba ni nani ambaye alikuwa amemtuma kwenye hiyo kazi, ingali yeye mwenyewe alikana kabisa kuhusika na shirika la kijasusi la TIGI kwa wakati huo. WO Plaza, ndani ya jengo hilo kubwa kabisa la kibiashara ambalo lilikuwa na ofisi nyingi katikati ya jiji la Nairobi, ndani yake kulikuwa kuna kikao kizito ambacho kilikuwa kinaendelea. Kwenye eneo hilo walionekanika kuwepo wafanyabiashara wakubwa kabisa ndani ya hilo jiji ambao walionekanika kuwa na ukwasi ambao haukuwa kawaida. Katikati ya watu hao walionekanika viongozi wakubwa kabisa wa serikali ya taifa hilo, akiwemo waziri wa mambo ya ndani wa Kenya, na mbele yao wote alikuwa ametulia kijana mdogo kuliko wote humo ndani ambaye alikuwa na miaka 28 tu pekee. Wengi ni kama walikuwa wanatamani kuongea kuhusu kijana huyo kuwa mbele ya kikao hicho, lakini hawakuwa na huo ujasiri kwa sababu ya mtu ambaye yeye alikuwa akimwakilisha eneo hilo. Kuhoji ingeleta taswira mbaya, hivyo walikuwa wanatakiwa kuwa watulivu kwanza kabla ya kuambiwa kwamba ni jambo gani ambalo lilikuwa linafuata kwa wakati huo. Kuna baadhi yenu leo hii ni mara ya kwanza kuniona hapa, ila kuna baadhi ambao tumewahi kukutana mazingira tofauti na haya leo. Jambo ambalo najua kabisa kwamba linazua maswali mengi sana kwamba ni kwa nini mimi niwepo hapa na sio kiongozi wangu. Hayote naelewa, lakini sio muda mwafaka wa kuanza kujibu swali la mtu hata mmoja. Hivyo kama kuna mtu atakuwa anataka kuniuliza mimi swali lolote lile, huu ni muda wake, na baada ya hapo hakuna ambaye ataruhusiwa kuuliza lolote lile kuhusu haya mambo tena kwa wakati mwingine. Palikuwa na utulivu wa kutosha, hakuna ambaye anaonekanika kuhitaji kuendeleza huo mzozo. Kila mtu alionekanika kuwa mtulivu na msikivu, hali ambayo ilimpatia kijana huyo nafasi ya kuweza kusimama. Leo tunaenda kuzungumzia baadhi ya mambo mazito na sababu ya msingi ya kuwafanya mwepo hapa usiku hapa. Lakini kabla ya hilo, kuna tatizo dogo ambalo limezuka hapa na taarifa zake sina imani kama zitakuwa nzuri, ila tunasubiri majibu ambayo yatakuja. Alipokea remote kutoka kwa mlinzi mmoja ambaye alikuwa amesimama kando yake akiwepo kwenye suti ya blue. Akabonyeza kuelekea ukutani ambako kulikuwa kuna runinga kubwa. Kwenye hiyo runinga akaonekana bwana Dennis ambaye alikuwa kama omba tu akiwa yuko mbali na jengo lile. Baada ya kuona msafara wa waziri wa ulinzi wa Kenya anafika lile eneo, akaonekana kuongeza umakini na kugusa sehemu za shati yake ambayo ilikuwa na kifungo. Baada ya tukio lile, bwana yule akasogelea kabisa mpaka kwenye gari ya mwisho ambapo aliinama na kugusa chini ya gari, japo hakuonekanika kwamba alikuwa ameweka nini, ila mle ndani kila mtu alielewa jambo ambalo lilikuwa linaendelea pale. Muda mfupi baadaye, bwana yuko ile eneo tena kamezamia kwenye kona moja ambapo pale pia alionekana kwenye kamera nyingine akiwa anatupa ule mzigo wake na kuanza kukimbia, akiwa ni wazi kwamba alikuwa anaiwahi ile gari. Ni kwa muda mrefu huyo mtu amekuwa akionekana. Mtu huyu mara ya kwanza alikuwa anaonekanika kwamba hana akili timamu, na ndio maana hakuna ambaye alikuwa anamzingatia mpaka hii leo. Baada ya kuonekanika kwenye hizi video za mrejeo, ndipo tumegundua kwamba huyu hayupo hapo kwenye eneo hili kwa bahati mbaya, bali kuna kazi maalum ambayo alikuwa anaifanya hapo. Kwa taarifa za haraka ni kwamba alikuwa ameanza kuonekanika tangu miaka 3 iliyopita, na ni maarufu sana mtaani kwani watu wanamjua na muda mwingine huaga wanamtania pia. Ila inaonekana kabisa kwamba hakuna ambaye alikuwa anamjua kiundani. Wakati huu ambao umemwona waziri akiwa anaingia hapa, alikuwa anahitaji kufuatilia msafara wake, na ni kama bahati tu kwamba mlinzi wake mmoja alikuwa na ruhusa ya kuondoka mpaka ikiisha, na hii ilikuwa ni utaratibu wake siku zote, ili kama kuna tatizo limetokea, basi gari moja ambayo inakuwa haipo eneo la tukio inapokuja kumbeba anakuwa na uhakika na usalama wake. Lakini leo hesabu hizi zinaweza kutomlipa, ila zinaweza kuwa mwanzo wa jambo jingine ambalo tunatakiwa kuweza kulishughulikia haraka sana. Baada ya gundua hilo, tumetambua kwamba kijana wa waziri yupo hatarini, na kama yupo hatarini maana yake ni kwamba siri zetu hazipo salama tena. Hivyo nimewatuma vijana huko kuweza kumsaidia
na kama ikishindikana basi wanatakiwa kumuua ili asije kuongea jambo lolote lile kwa mtu huyu ambaye mpaka sasa hivi hatumfahamu ni nani na kwa nini anafanya yote. Akaendelea kuongea, simu yake ikaanza kuita kwa fujo ambapo alipewa taarifa fulani na akajibu mara moja tu. Hakikisheni mnampata mhusika haraka kabla hajafika mbali. Alikata simu bila kuongea na kupiga simu mahali kwingine ambako aliripoti habari hiyo kama ilivyo. Simu ilikuwa inaenda kwa bosi wake ili ajue jambo la kufanya, na ndipo hapo ulipoanza utaratibu wa kuweza kuweka vizuizi kwenye viwanja vya ndege pamoja na kwenye mipaka ili kuhakikisha mtu huyo hatoki eneo hilo. Kijana wa Wazili amekufa, lakini nadhani amejiua mwenyewe kwa sababu kama angeuawa basi wangenieleza moja kwa moja. Wazili alibaki kwa ameuawa akiwa haelewi hata aongee nini kwa wakati huo. Wamemkamata mhusika. Alijikuta akiwa anaropoka kwa sauti haraka sana ambayo haikuwa hata na mpangilio. Hapana, ila hataenda mbali kwa sababu mheshimiwa anaenda kushughulikia hili mwenyewe. Alitulia kijana huyo kuwapa nafasi watu wao kuvuta pumzi. Wote tunajua kwamba jana ilikuwa ni siku ndefu na muhimu sana kwetu. Ni siku ambayo tuliamua kuitumia kuweza kuwa na mawazo mapya na kufungua ukurasa wa maisha mapya. Maisha ambayo yanapaswa kuwa na usiri mkubwa ambao ndio ulipo msingi mkubwa wa mafanikio yetu. Jana tumefanikiwa kumuua rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati. Kwa baadhi tunajua kimekuwa ni kama kitendawili kuweza kuelewa muendelezo wa tukio hili ambalo huenda mnaumiza vichwa kuweza kulipatia tafsiri sahihi, ambapo kuna baadhi yenu huenda mnaelewa ila pia kuna baadhi yenu huenda mpaka sasa hivi hamuelewi. Kuna mambo makubwa mawili, kuna sababu ya kufanya tukio hilo, lakini pia kuna lengo la kufanya tukio hilo. Kuhusu sababu za kufanyika kwake, hili atakuja kulielezea kwa urefu na undani bosi mwenyewe. Ila kwa leo mimi nipo hapa kwa ajili ya kuelezea lengo la kuweza kufanya tukio lile. Kwa muda mrefu ambao umepita, kwa miaka mingi tumefanikiwa kuijua historia ya kutisha kabisa ya familia ya Gavin Luka. Ndio familia maarufu zaidi ndani ya bara zima la Afrika, lakini pia ndio familia tajiri zaidi ndani ya bara la Afrika zima. Familia hii, mbali na mambo hayo ambayo ndio uwaga yanaipa umaarufu, lakini pia ndio familia hatari zaidi ndani ya hili bara zima. Licha ya Gavin mwenyewe ambaye amepatia umaarufu sana mkubwa familia hii kuto kuwepo, lakini bado yuko mtoto wake ambaye anadaiwa kuwa ni hatari, huenda hata zaidi ya vile ambavyo alikuwa babake mzazi akiwa yupo anaishi. Hili haliishi hapo tu, lakini uwepo wa Othman Chunga ambaye ndiye alikuwa mtu wa karibu zaidi wa Gavin Luka kunaonyesha wazi kabisa kwamba bado familia hii inazungukwa na watu ambao si wa kawaida. Mbali nao pia kuna vijana ambao wanadaiwa kwamba kila mwaka wanaoingiza huko, hususan wale vijana ambao wana uzalendo na imani kubwa ndani yao. Yaani watu ambao hawana usaliti kabisa, kwa sababu kwa usaliti ni sumu moja mbaya sana ambayo haina msamaha na ubaya wao. Kama ukiwasaliti au ukiwakosea basi waga wanaua kizazi chako kizima. Waga wanahakikisha kwamba hawabakishi mtu hata mmoja ambaye anaweza kuja kuwa tatizo kwao kwa baadaye, kama ambavyo imewahi kutokea huko nyuma. Sasa kwa familia kama hii, kama ukiingia nao vitani moja kwa moja, linakuwa ni jambo la hatari kubwa mno. Kwa maana hiyo unatakiwa kutumia mlango wa nyuma kuweza kupambana nao na kutimiza malengo yako ukiwa mahali umekaa na kupigana nao kwa akili. Walipotea miaka 20, hawakuwahi kabisa kuonekana tena. Wakaja kupotea miaka 3 ambayo mpaka sasa hivi kimekuwa kitendawili kisichokuwa na jibu kwamba wako wapi mpaka wakati huu. Japo tunahisia kwamba huenda wameanza kujitokeza kwa mara nyingine baada ya watu wetu kufia huko Dodoma kwenye vifo ambavyo ni wazi kabisa ni familia hiyo ilihusika navyo. Japo swali ni kwamba nani ambaye aliwapatia taarifa za uwepo wa watu wetu kule. Sasa hapo ndipo unaingia mpango wa kuuawa kwa rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, ambayo kwa sasa hivi jambo hili limezua taharuki kubwa na hasira kwa raia wa taifa hilo, na hapa ndipo kete yetu ya msingi ilipo, kwa sababu hii kesi wanaenda kupewa familia hii. Tunataka tuwasingizie wao kuhusika na mauaji ya rais huyu, kwa sababu baada ya kufanya hivyo lazima tu watajitokeza kuweza kujisafisha na kutaka kuiaminisha serikali ya taifa hilo kwamba hawahusiki na jambo hilo, na wakati ambao watakuwa wanajaribu kujitetea, kumbuka kwamba watakuwa hapo kwenye vita ya moja kwa moja na taifa hilo ambalo litaanza kuwasaka mara moja kwa kushirikiana na washirika wake, na sisi tutaisukuma serikali yetu kuwa moja ya sehemu kubwa sana ya mataifa ambayo yatakuwa yakipinga udhalimu huo na kuungana moja kwa moja kuwatafuta watu.
na imani baada ya hili kukamilika hata serikali ya Tanzania haitakuwa na nguvu kubwa sana ya kuweza kuwalinda, kwa sababu kama ikifanya hivyo itaonekanika kama inalinda wahalifu, jambo ambalo linaweza kuipotezea nafasi kubwa kwenye swala la uhusiano wa kimataifa na kidiplomasia. Hivyo lazima serikali itakaa kando ama kushiriki kuitafuta familia hii kwa kuungana na taifa ambalo ni wahanga. Wote tunajua kwamba Tanzania ni miongoni mwa mataifa imara kwenye ulinzi ndani ya bara la Afrika. Hivyo kama wakijitoa kuilinda hii familia, basi itakuja kuwa rahisi sana kwao kupatikanika na kuingia kwenye mikono yetu, kwa sababu watakuwa wanahangaika na vitu viwili kwa wakati mmoja. Kitu cha kwanza, tutajaribu kutaka kuliaminisha taifa hilo kwamba sio wao ambao walikuwa wamehusika na mauaji ya rais, lakini kitu cha pili, watakuwa kihangaika kuweza kujua kwamba ni nani ambaye alikuwa amefanya hilo jambo, hilo tukio, na kuamua kuwasingizia wao. Sasa huo wakati sitautumia kuweza kumaliza kazi, na wakati ambao watakuwa wamekuja kushtuka, bila shaka watakuwa wamechelewa na huenda tutakuwa tumeshamaliza kazi. Tutabaki kuwaua tu ambao watakuwa hai kutoka kwenye familia. Maelezo ya kijana huyu yalionyesha kabisa kwamba ni watu ambao walikuwa wamekaa na kutengeneza mpango wao kwa muda mrefu sana. Ni mpango ambao ulikuwa umesukwa, ndio maana inatakiwa tufanikishe hayo yote kabla hawa watu hawajazipata hizi taarifa, wale kujua kwamba sisi tunahusika kwa namna yote ile. Unahisi sababu gani ambayo itatumika kuweza kuwashawishi waamini kwamba hiyo familia ilikuwa na sababu za msingi za wao kumuua rais wa taifa hilo? Kwa sababu inahitajika sababu imara ya kuweza kuaminisha hilo jambo. Au sijali kuhusu hilo, kila kitu kimepangwa. Ni kwamba itaonekana kwamba Tanzania ilikuwa haiwataki tena, hivyo walienda Afrika ya Kati kuweza kuomba hifadhi ya kutengeneza makazi yao huko, lakini rais huyo akawagomea kabisa kwa sababu wanajulikana kama familia ya wahalifu. Sasa kukataliwa kwao ndiko kukafanya wao kumuua tu, kuamua kumuua ili waweze kuingia kwenye taifa hilo bila kizuizi chochote kile. Huo mpango ni mzuri, lakini ili ukamilike ni lazima kwanza rais wa Tanzania awakatae, jambo ambalo na imani hawezi kulifanya, kwa sababu nasikia amewahi kufanya nao makubaliano ya amani kwa maandishi na familia hiyo. Hilo tulilijua mapema. Una maana gani? Kila kitu kiliandaliwa kwa miaka mingi sana iliyopita. Ni kwamba tu kuna utofauti wa mipango na utekelezaji. Kwa tukio la mauaji ambalo liliwahi kutokea ndani ya taifa letu, ni kwamba bosi aliwahi kumpigia simu rais wa Tanzania na kumwambia kwamba rais huyo alikuwa anatakiwa kulipa, na jambo hilo lipo kwa maandishi. Rais huyo alisisitizwa kwamba kama akihitaji kukataa hilo jambo, manake ni kwamba atakuwa ametangaza uhalifu wa kijasusi ambao taifa lake liliufanyia Kenya, na hivyo ataingia kwenye vita ya moja kwa moja na Kenya. Lakini pia hata mataifa makubwa duniani yataona kama mizingua, hivyo yatahamia upande wetu, na hii itakuwa ni hatari kwake. Sasa ili kuweza kulimaliza jambo hili, anatakiwa kulipa deni hilo, na deni hilo anatakiwa kwenda kulilipa sasa hivi kwa kuikana familia hiyo na kukubali kwamba aliwataka waondoke kwenye taifa hilo kwa sababu ni wahalifu. Nadhani umeelewa kwamba kazi yetu mpaka muda huo itakuwa imeshakamilika kwa 70%, zaidi ya 70%, na hapo zitafuata hatua za mwisho kabisa za kuweza kukamilisha jambo hilo. Ulikuwa ni mpango ambao ulikuwa umesukwa na watu wenye akili zao bana. Kila ambaye alikuwa amehusika libaki akiwa na tabasamu, kwa sababu watu walikaidi, wakafanya hesabu za maana na zikakubali. Sasa ilibakia utekelezaji tu, huku rais wa Tanzania akiwekwa katikati ya mtihani mzito na mbaya kwenye maisha yake, kwa kuwa alitakiwa kuyakana yale makubaliano ambayo yeye na Lionel alikuwa wameingia na kukubaliana. Aliahidiwa kwamba siku akija kuyavunja hayo makubaliano ndio itakuwa ni siku mbaya zaidi kwenye historia nzima ya maisha yake. Sawa. Tanzania. Dennis Mzovi, mwanaume huyu ambaye alionekanika Kenya kwa mara ya mwisho, alikuwa ameingia Tanzania baada ya kufanikiwa kutoroka kule. Kazi ambayo alikuwa ametumwa kuifanya haikufanikiwa kuimaliza kwa sababu matatizo ambayo yalikuwa yamejitokeza katikati ya hiyo safari yake, hali ambayo ilimfanya kutafuta usalama wake kwanza. Baada ya kufika tu Tanzania, kabla hajaenda sehemu yoyote ile, alivuta mkonga wake na kupiga mahali. Mheshimiwa, nimefanikiwa kufika salama Tanzania. Uko wapi kwa sasa? Nimetoka uwanja wa ndege. Unajua mahali pa kukutania na mimi, na kuja ndani ya masaa mawili yajayo. Sawa bosi. Ilikuwa ni sauti ya mtu wa pili ambaye alikuwa akiwasiliana naye. Baada ya kumaliza maongezi yake, hakuwa na jambo la ziada zaidi ya kuelekea huko ambako wao walitaka kukutana. Safari yake ilikuwa ni kuelekea Mikocheni, eneo ambalo lilikuwa na nyumba kubwa ya ghorofa 2. Alifika karibu na eneo hilo na kunyosha mikono juu,
Walisonga walinzi na kubeba begi yake, kisha wakaanza kumkagua bwana huyo mpaka walipokuwa wamejidhihirisha kwamba ana silaha yote ile. Wakaongozana naye mpaka ndani. Eneo lilikuwa kubwa la kuvutia kweli kweli. Aliingia moja kwa moja mpaka kwenye sebule kubwa ambayo ilikuwa imesheheni vitu vyenye thamani kubwa. Alikaa muda mrefu kwenye eneo hilo, lakini baadaye yale matumaini yake alianza kuzaa matunda baada ya kuona mwenyeji wake ambaye ndiye alikuwa amemjia hapo akiwa amefika. Mtu ambaye aliingia ndani ya jumba hilo alikuwa ni rais wa Tanzania, Bwana Christian Gulam. Yeye ndiye alikuwa amempatia kazi hiyo mwanaume huyo baada ya kuipokea ile simu kutoka Kenya. Aresi huenda simu hiyo ingekuja kuwa na madhara kwa baadaye. Umekuwa ni muda mrefu tangu tuonane mara ya mwisho ana kwa Dennis. Ni jambo jema umefanikiwa kurudi salama. Siku zote ni furaha kwangu kuweza kufanya kazi yako kiongozi. Nafurahi kusikia hivyo. Waga nazipata taarifa fupi kutoka kwenye simu. Sasa unaweza ukaniambia ni jambo gani ambalo limetokea mpaka utoroke kabla ya kukamilisha kazi? Nilikuwa nipo kwenye hatua za mwisho kabisa kuweza kukamilisha kazi mpaka pale watu wale walipofanikiwa kunishtukia. Unamaanisha wameshanitambua kama mimi ni nani? Una hakika gani na hilo jambo? Kiongozi, mimi nimezaliwa kuifanya hii kazi kwa muda mrefu sana. Hali inapokuwa hatari ni dakika 10 tu waga naweza kutambua hilo swala. Kuna kosa kubwa bado nilifanya eneo ambalo niliamini kwamba lina usalama wa kutosha. Sikujua kwamba ulikuwa na kamera ambazo zilifanikiwa kuinasa sura yangu. Kivipi ulifanya wao kutambue? Kwa sababu nilikuwa nafuatilia kikao ambacho leo kimefanyika kule. Waziri wa mambo ya ndani ni miongoni mwa hao watu ambao wewe ulikuwa unataka kuwajua. Umeongea mambo mengi kidogo umenichanganya ujue. Waziri wa mambo ya ndani wa Kenya ni miongoni mwa hao watu ambao ulikuwa unahisi kwamba ndio wanaweza kuwa nyuma ya mpango. Hili linahusiana na wewe kuweza kutambulika? Ya ndio. Nahitaji maelekezo ya kutosha. Siku nilikuwa nafuatilia kila hatua kutaka kujua kwamba ni nani na nani ambao alikuwa anaingia ndani ya ile jengo. Limekuwa ni jambo la asili na kwa muda mrefu sana hivyo nimekuwa nikihakikisha kwamba kila siku ndani ya miaka 3 nafika pale mpaka leo ambapo nimefanikiwa kumuona waziri wa mambo ya ndani. Nikajaribu kufuatilia na kugundua kwamba hakuwa pale kwa bahati mbaya, kwa sababu haukuwa muda wa kazi wala muda wa wageni kufika ndani ile eneo. Hivyo nilitambua kwamba huyu mtu moja kwa moja ni wale. Nilipofika pale nilije kufuatilia japo moja ya magari kwa kuwa nilitambua kwamba kama nikimpata mhusika basi kwa asilimia kubwa kuna mambo makubwa naweza kuyafahamu. Hivyo nilifanikiwa kuweka kifaa cha mawasiliano kwenye gari hiyo na kuanza kuifuatilia kwa kuwa iliondoka muda mfupi tu baada ya tukio kukamilika. Alikuwa ni mmoja kati ya walinzi wa waziri. Yule niliamini kwamba lazima tu atakuwa na taarifa za ndani na za siri waziri yule hivyo nimefanikiwa kufika hadi kwake na kumweka chini yangu. Lakini wakati nikiwa napambana naye aliamua kuyabeba maisha yake mwenyewe kwa kisu. Nikiwa nipo kwenye mshangao wa bwana yule ambaye alionekana kubeba siri nyingi sana ndani yake kiasi kwamba akaona ni bora afe kuliko kuongea ukweli, ndipo nikashtukia ujio wa wengine eneo lile, na pale ndipo nimetambua kwamba nimegundulika uwepo wangu. Na kama ni hivyo basi walishatambua kwamba kuna pandikizi, ukizingatia nimeishi miaka 3 kwenye ile taifa, wengi wakijua kama mimi ni mtu mwenye ugonjwa wa akili. Dennis, nimekuambia kwamba unatakiwa kuwa makini zaidi hapo. Haukutakiwa kabisa kufanya kosa namna hiyo. Kiasi kwamba mtu kama huyo anakufa. Haya waga anakuja na matokeo mabaya sana kwa baadaye, hususan kama wakijua mhusika mwenyewe nilikuwa ni mimi. Hilo hawezi kuja kulijua kama mheshimiwa. Hii dunia ndogo sana, inawezekana. Sasa nahitaji kupata taarifa za hii miaka yote 3 ambayo umeishi kule, kwa nini ndilo jambo la msingi zaidi kwa sasa. Ni sahihi kabisa kwamba kuna siri za ndani nilikuwa bado sijazipata kutokana na umakini wa hawa watu ambao wanaonekanika wako nyuma hili jambo, lakini kitu pekee ambacho unaweza kuhakikishia ni kwamba pamoja na kwamba mkurugenzi wa NIS ndiye mtu ambaye una mashaka naye makubwa, ila inaonekanika kwamba kuna mtu mwingine ambaye yuko nyuma yake, na nadhani huyu mtu atakuwa sio Mkenya. Sina uhakika sana, ila anaweza kuwa ni Mtanzania. Yaani kwamba Mtanzania ndiye sababu ya huyu mtu kuniweka kwenye kitendawili ambacho mpaka sasa hivi hakijulikani kitataguliwaje. Ndio mheshimiwa. Nina uhakika hata wewe mwenyewe unajua juu hayo yaliyotokea kwa Dodoma. Hili ni taifa langu, unahisi nawezaje kukosa taarifa muhimu kama hiyo? Nina imani kwamba hayo mambo ni wao hapo nyuma yake. Hili ni jambo ambalo liwezekani. Inawezekana, na ndio maana nimekuambia kwamba kuna asilimia kubwa kwamba nyuma yake yupo Mtanzania. Kama taarifa zangu ambazo sina uthibitisho wa moja kwa moja ni sahihi, basi ni kweli. Hebu fikiria kwa umakini bosi.
Kama ni wao wamehusika, ni mtu gani wa Kenya ambaye ana ujasiri wa kuja kuleta vurugu Tanzania kirahisi namna hii? Na anajua kwamba hili litakuja kufahamika kwa baadaye zaidi ya mtu wetu wa hapa ndani ambaye anaweza kuwa na hizo hesabu kwa ajili yake mwenyewe kujiweka mbali na matatizo. Sasa kama ni Mtanzania atakuwa anafanya haya kwa sababu gani? Lilikuwa ni swala gumu ambalo kwa wote lilionekana kwa tatizo pakubwa. Mheshimiwa, kuna jambo lote lile ambalo umelitambua au kulisi kutokana na mauaji ya Dodoma linaweza kunisaidia kwenye muunganiko wa yote ambayo yametokea kwa Kenya ili nipate jibu moja. Kwa taarifa ambazo mkurugenzi wake alinipatia ni kwamba familia ya Gavin Luka imerudi na imeonekanika kuingilia ile jambo. Familia ya Gavin Luka imerudi. Akauliza kama ni mtu ambaye alikuwa amekosa utulivu, lakini kwa wakati mmoja huo alikuwa amejawa na wasiwasi kwa wakati mmoja. Ndio. Kwa namna ipi na kwa nini? Kwamba kwa nini hata mimi bado sina jibu, ila kusema kwa namna ipi ni kwamba wale watu ambao walikuwa wanafanya yale matukio kwa Dodoma hawajaona watu wetu, bali ni Othman Chunga ndiye amewaua. Huyo mtu si ndiye ambaye alikuwa mkono wa kulia wa Gavin Luka? Ndio mwenyewe. Hizi ni ishara mbaya sana kiongozi. Wale watu waga wajitokezi kama hakuna jambo bado limefanyika au wameona dalili ya ujio wake. Na hilo ndilo jambo ambalo limenipa wasiwasi. Kama umesema kwamba haya matukio yaliandaliwa Kenya, sasa kwa nini wao waingilie kati? Inahusu nini kwenye hili ambalo hata rais bado hajapata taarifa zake? Vipi kama wamejua kwamba haya mambo yamefanywa na hawa watu bosi? Kama wamejua wao, inahusu nini labda? Hili ni tukio ambalo linatakiwa kushughulikiwa na serikali. Anamaanisha kwamba vipi kama wametambua kuwa hawa watu wapo kwa ajili yao? Kwa ajili yao, ndio. Hili jambo ni gumu kwa sababu nilifuatilia kwa umakini mkubwa sana. Kwa mara ya mwisho Lionel aliua watu wote ambao baadaye wanaweza kuja kuwa ni hatari kwao na kuwaletea matatizo. Vipi kama kuna watu bado walibaki? Kwamba wamerudi kulipiza kisasi? Hapana mheshimiwa. Bado hesabu zangu hazijakaa sawa, ila nahisi kwamba kuna jambo huenda wanalitaka kwenye hii familia. Na hili jambo liwezekaniki isipokuwa tu ni kama ndani ya familia kuna mapandikizi ya hawa watu. Dennis, unaongelea vitu gani hapo? Hakuna jambo jingine ambalo sijakwambia mheshimiwa. Jambo ambalo ni baya na unatakiwa kujiandaa nalo kwa sababu linaweza kuja ndani ya muda wote ule kuanzia sasa. Jambo gani hilo? Rais akauliza huko akiwa anavua koti la suti yake na kwenda kuketi. Presha ilikuwa inazidi kuongezeka japo ndani kulikuwa kuna kiozi cha kutosha. Msikilizaji, acha tuweke nukta hapa katika sehemu ya 3 tusimalize uhondo wa sehemu ya 4. Ni jambo gani ambalo huyu mtaalamu wa kuta Dennis ameshashtukia kwamba linakuja kutokea na linaweza kuwa na matokeo mabaya zaidi kuliko anavyofikiria na liko hivi karibuni? Lakini pia wale watu wa Kenya nini hasa wanakitaka? Na mara baada ya kutaka kuigusa familia ya Gavin Luka nini kitakachowakuta? Lakini mpango kwamba rais wa Tanzania wakataka na Gavin Luka na familia yake. Lakini akiwakataa, kumbuka na makubaliano yalionena kwamba wao wataishi maisha yao na wao wakae mbali. Vinginevyo damu itamwagika. Sasa akiwakataa itakuwaje? Usikose kuwa nami katika sehemu ya 4 ya simulizi yetu kujua nini kiliendelea. Mtunzi ni Fabian Mabuya, director wenu kutoka Simulizi Mix na kusimulia. Tukutane huko. Bye bye. Na ukaribisha msikilizaji kwenye sehemu ya 4 ya simulizi yetu nzuri iitwayo The Darkness of an Angel, yani upande wa giza wa malaika. Siku za mwisho, ikiwa ni toleo la 3 la simulizi, muendelezo wa simulizi za Gavin Luka. Na hii ikiwa ni toleo la mwisho kabisa kwa simulizi zetu. Tulipokuwa tumeishia katika sehemu ya 3 ni pale ambapo kijana Dennis alikuwa amekutana na rais wa Tanzania kumpa ripoti aliyokuwa ametokea kwa Kenya, ambako alikuwa ameishi kwa miaka 3 akiigiza kama mtu asiyeeleweka kama kichaa hivi. Kumbe alikuwa ni mpelelezi akifuatilia juu ya kwamba nchi hiyo ilikuwa inapanga kitu gani juu ya Tanzania. Akanampa ripoti nasema kwamba hizi ni ishara mbaya sana kiongozi. Wale watu waga hawajitokezi kama hakuna jambo baya ambalo limefanyika au wameona dalili za ujio wake. Alikuwa anaongelea familia ya Gavin Luka. Na hilo jambo ambalo limenipa wasiwasi. Kama wamesema kwamba haya matukio yaliandaliwa Kenya, sasa kwa nini wao waingilie kati? Inawahusu nini kwenye hili ambalo hata rais bado sijapata taarifa zake? Hivi kama amejua kwamba haya mambo yamefanywa na hawa watu bosi, kama amejua wao, inahusu nini? Hili ni tukio ambalo linatakiwa kushughulikiwa na serikali. Na maanisha kwamba vipi kama wametambua kuwa hawa watu wapo kwa ajili yao? Kwa ajili yao, ndio. Hili ni jambo gumu sana kwa sababu nilifuatilia kwa umakini mkubwa sana. Kwa mara ya mwisho Lionel aliua watu wote ambao
baadaye wanaweza kuja kuwa hatari kwao na kuwaletea matatizo. Ya vipi kama kuna watu bado walibakia kwamba amerudi kulipa kisasi hapo? Hapana mheshimiwa, bado hesabu zangu hazijakaa sawa, ila nahisi kwamba kuna jambo huenda wanalitaka kwenye hii familia, na hili jambo haliwezekani isipokuwa tu kama ndani ya hii familia kuna mapandikizi ya hawa watu. Dennis, unaongelea vitu gani? Kuna jambo jingine ambalo sijakuambia mheshimiwa, jambo ambalo ni baya na unatakiwa kujiandaa nalo kwa sababu linaweza kuja ndani ya muda wote ule kuanzia sasa. Jambo gani hilo? Nahisi aliuliza huku akiwa anavua koti la suti na kwenda kuketi. Pressure ilikuwa inazidi kuongezeka japo ndani kulikuwa na kiozi cha kutosha. Kilichoendelea msikilizaji, tune pamoja kujua nini kilijili katika mwendelezo wa simulizi. Fabiana Mabuya ndo mtunzi wa simulizi yetu, Oni director kutoka Simulizi Max ndo msimuliaji. Unaipata kupitia YouTube channel Simulizi Max, hakikisha umesubscribe kuendelea kufuatilia mwendelezo wa simulizi. Android application SMX app na WhatsApp ni 0677062012. Acha burudani iendelee. Nadhani unajua iliyotokea ndani ya Jamhuri ya Afrika ya Kati. Ndio natambua. Nitamtuma makamu wangu akawakilisha kwenye msiba huu mzito ambao umewapata watu wale. Sawa, lakini nimejaribu labda kuwaza kwa umakini kuhusu ile tukio, kuwao kwa rais namna ile. Ni jambo la kutisha lile ambalo nakaa muda mwingi sana nafikiria, lakini naona baadaye kwamba halinihusu kwa sababu huenda aliuawa na watu wake tu mwenyewe au alikuwa na maadui wengi tu ambao wakaamua kumpoteza. Ila yule alikuwa ni rais wa nchi kama wewe kiongozi. Usalama wake ni jambo kubwa, hivyo kama kuuawa maana yake ni kwamba amemuona watu ambao wana uwezo mkubwa sana na ni tukio ambalo lilipangwa vizuri na muuaji. Maana yako ni ipi kwenye hili? Nimegundua kwamba hao watu ndio ambao wamemuua rais yule. Unaongelea nini? Hao watu ambao bila shaka ndio ambao wanaongozwa na mkurugenzi wa NIS ndio ambao wamemuua rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati. Rais alitengeneza tai yake kwanza. Taarifa ambazo alikuwa anazipata zilikuwa zimeanza kuifanya kuwa nzito kwake hiyo tai. Kwa nini wafanye jambo la hatari kama hilo? Hilo ndilo ambalo nilikuwa napambania kuweza kulifahamu, na ni moja kati ya sababu kubwa ambazo zilinifanya mimi nimfuatilie yule kijana wa waziri na wa mambo ya ndani ili niweze kufahamu kwa undani zaidi kwamba kuna kitu gani ambacho kinaendelea na sisi hatukifahamu. Kwamba Ondiambo ndiye aliyemuua rais. Mbona hili jambo kama haliji kabisa kwenye hesabu zangu Dennis? Why? Hapana. Hapa ndo tunatakiwa kuweza kuumiza kichwa zaidi. Japo mimi kuna jambo ambalo akili yangu inaniambia kwa 90% nitakuwa sawa, japo sikuwa nimeupata huo kweli kwa undani. Na kusikiliza. Mr. Ondiambo ndiye mtu ambaye miaka 3 iliyopita alipiga simu kwako na kukuambia kwamba ni muda wa wewe kulilipa lile deni ambalo alikuwa ameliahidi miaka ya huko nyuma. Deni ambalo wewe haukuhusika nalo, lakini itakulazimu ulilipe kama rais wa nchi kwa sababu umeapa kuilinda katiba ya taifa lako. Kwa rais maana yake ni kwamba unaarithi yote mabaya na mema ya watangulizi wako. Sasa huyu mtu huenda shida yake kubwa kwa sasa hivi ni kuipata familia hii ya Gavin Lukap. Alitaka kuendelea na maelezo yake, lakini mheshimiwa alinyanyuka na kupingana na jambo hilo. No. Hilo haliwezekani. Anayejua ile familia vizuri hawezi kabisa kuhitaji kulifanya jambo kama hilo. Aungenipa nafasi ya kumalizia kwanza mheshimiwa. Rais hakuwa na namna. Kichwa kilikuwa kinapata moto wakati huo naambiwa. Mheshimiwa, watu ambao mara nyingi waga wanahesabu za mbali waga ni wavumilivu sana. Mtu akiwa mvumilivu hata kama kutakuwa na jambo gumu na kubwa la kutisha mbele yake, siku zote lazima atapata tu namna ya kuweza kulitatua tatizo hilo, na anaweza kuwa mshindi kwa kutumia akili yake tu. Huyu mtu, kama mawazo yangu yatakuwa sahihi kama ninavyofikiria mimi, ni kwamba anataka kuwafikia hawa watu kwa kutumia migongo ya watu wengine. Hataki watu hawa watambue uwepo wake kwenye jambo hili na wala hata kumhisi tu, hivyo anataka kuwatumia watu wengine ili hata siku mambo yakienda tofauti na mipango yake, hata kuwa mhusika moja kwa moja. Dennis alitulia kwanza akiwa anamwangalia bosi wake ambaye alikuwa makini kumsikiliza, kisha kaendelea. Hawa watu kuhusika na mauaji ya rais maana yake ni kwamba walikuwa wanataka kumuuzia mtu hii kesi. Hapo alifanya mambo makubwa mawili kwa wakati mmoja, ambayo taratibu yataanza kuwalipa, lakini wakati huo wakijua kuna jambo kubwa moja ambalo ni wewe hapo. Hivyo kwenye mahesabu yake ni kwamba wewe ndiye ambaye unaweza ukawa mtu wa muhimu zaidi kwenye hili jambo, kwenye mipango yao, na ndipo hatari kubwa inapokuja kwa fikra zangu kama ziko sahihi.
Sasa mambo haya ni yapi? Kwanza walikuwa wanataka kuhakikisha kwamba haya mambo hayafanyiki Kenya bali Tanzania. Maana yake ni kwamba walikuwa wanataka kuleta vita kwa mara nyingine ndani ya taifa letu, ili kwa baadaye serikali yetu ije kulaumiwa wakati ambao wao wanayatumia machafuko hayo kuweza kukamilisha mipango yao ambayo ipo mezani. Hapo ndipo sasa ukaja huo mpango kusambaza wauaji ndani ya mji mkuu ambao ni Dodoma. Yale mauaji yameibua taharuki kubwa sana na kuwafanya wananchi kuwa na wasiwasi. Hivyo kuna uwezekano kwamba vurugu zitaanza, na kama vurugu zikianza, hususan mauaji, walikuwa na asilimia kadhaa za kuweza kuwarudisha uraiani familia ya Lionel, jambo ambalo kwa maelekezo yako ni kwamba limewalipa kwa namna fulani hivi. Hivyo kwa sasa hivi wanaweza wakaendeleza mauaji sehemu nyingine kuhakikisha kwamba hawa watu wanaendelea kuonekana. Jambo la pili ni kwamba walijua kabisa kwamba hata kama watu hawa watajitokeza, ni ngumu kuweza kwenda nao moja kwa moja kama wakiweza kushindana. Ni watu wenye nguvu, lakini pia ni familia tajiri ambayo inaweza kufika popote pale muda wote ule. Hapo sasa wakatafuta sehemu ya kuweza kuiharibia familia hii. Walitafuta eneo ambalo litaifanya familia hii kuonekanika haifai kwenye masikio na macho ya watu, ikiwa ni pamoja na kuifanya iwe inawindwa kwa nguvu kwa kutengenezewa kesi kubwa sana ambayo ingeibua taharuki kubwa. Sasa hapa ndipo unaibuka msiba wa rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati. Yule bwana walimwoa kwa makusudi kabisa ili kukamilisha mpango wao wa mwisho wa siku. Kama nipo sahihi, basi ndani ya siku kadhaa zijazo lazima zitaanza kusambaa taarifa kwa familia Gavin Luka, ndio ambayo imesababisha jambo hili kutokea. Kama taarifa hizi zikisambaa, ni kwamba hapo Afrika na dunia kwa ujumla itaanza kuiona familia hiyo kama familia magaidi. Mara kwanza taifa lilikuwa linadili nao, ila kwa sasa hivi itakuwa ni vita dhidi ya bara zima la Afrika. Kumbuka kwamba watu waga hawajali kuhusu ukweli. Watu waga wanakurupuka tu kwa taarifa tu ambazo wanazipata juu kwa juu. Hivyo watu wengi wataziamini taarifa hizi hata kama hazitakuwa za kweli. Maana yake ni kwamba hii kesi imetengenezwa kwa ajili ya kuingiza familia hii vitani na serikali ya taifa hilo, na hapa ndipo ambapo wewe sasa unaenda kuingia. Ni kwamba mkurugenzi wa NIS alikuwa amezichanga karata zake vyema sana. Alikuwa amepiga hesabu zake kwa utulivu wakati akiwa anafanya haya maamuzi, na ndio maana alikuahidi kwa muda mrefu kwamba atakupigia simu ya kukuambia ni kipi ambacho unataka kukilipia kwa yale ambayo yalikuwa yametokea na taifa lao. Dennis alisita kuendelea, akabaka akiwa anamwangalia mheshimiwa usoni. Alionekana kuwa na jambo zito ambalo alitambua kwamba hata bosi wake huenda hakuwa tayari kulisikia. Ni jambo gani ambalo unataka kuniambia? Aliuliza kwa hamaki akiwa ni mwingi wa wasiwasi. Anataka wewe uiuze hii familia. What? Yes, nina imani huu ndio mpango wake mkubwa. Hapana, nina uhakika hata yeye mwenyewe hawezi kufikiria kuja kuniomba mimi nifanye jambo kama hilo, hata kama ambayo umeongea hapa ni mambo ya uhakika. Usiwawekee dhamana wanadamu bosi. Wanadamu ni viumbe ambao watabiliki na waga na badilika kila wakati. Asiwezi kufanya jambo la hatari kama hilo. Hata kama angelikuja rais wa Marekani ndani ya ardhi, basi ningemwambia kabisa kwamba akamue mama yake, lakini sio kuniomba ushenzi kama huo. Hapo itategemea sasa kwamba yeye amejipangaje juu yako, kwa sababu hata yeye mwenyewe anajua kabisa kwamba sio rais wewe kukubali ombi lake kama hilo. Maana yako unahisi muda wote huo kwa nini alikuwa yupo kimya mheshimiwa? Lazima alikuwa anakufuatilia ama kuichimba historia yako kiasi kwamba kama kuna jambo lote uliwahi kulifanya huko nyuma akafanikiwa kulipata, basi atalitumia kama silaha nyingine ya kuweza kukupatia pressure wewe kufanya maamuzi ambayo yanataka uyafanye. Aisee, ni jambo la hatari sana ambalo sikuwahi kabisa hata kufikiria kwamba linaweza kuja kwa mara nyingine ndani ya taifa hili. Mpaka hapo ni kwamba tuanze kujiandaa kwa vita nyingine mbaya ambayo huenda inaweza kuwa na mwisho mbaya kuliko hata hizo ambazo zimepita huko nyuma. Kwa nini hisi jambo kama hilo linaweza kuja? Huko nyuma hiyo familia imetawaliwa na viongozi wa kiume tu. Wanaume kuna wakati waga tunafanya maamuzi magumu lakini yenye huruma tofauti kabisa na mwanamke. Mwanamke ni kiumbe chenye huruma, lakini akiamua kufanya maamuzi magumu, ile huruma waga inatoka kabisa, na mambo ambayo anaweza kuyafanya hapo yanaweza kuwa ni ya kutisha sana. Hebu fikiria haya yatokea, alafu Lionel aje kuzipata taarifa tena aambiwe kwamba na wewe umemsaliti na kuiuza familia yake. Hapo utakuwa umetengeneza adui wa maisha mheshimiwa. Rais alikuwa ni kama haelewi hivi. Hata kwenye sofa hapo kwa panakalika tena. Alinyanyuka akiwa anatembea huku na huko, akiwa anajifuta jasho mara kwa mara. Umesema kwamba unaweza kutaka mimi niuze familia hii, lakini haujaniambia kwamba naiuzaje.
Kwenye kazi zetu hizi za ushushushu na ujasusi waga kuna aina ya maisha ambayo tunayatengeneza. Waga tunatengeneza nadharia ambazo zinawahitaji watu wenye nguvu na wenye mamlaka kuweza kudhibitisha ili umma uweze kuamini kwamba ni za kweli. Kama wazo yangu yatakuwa sahihi, basi watu hawa siku ambayo watasema kwamba familia ya Gavin Luka inahusika kwenye yale mauaji, wanatambua kabisa kwamba inaweza kuwa ni ngumu kwa baadhi ya watu kuamini, kwa sababu swali litakuwa kwamba ni kwa nini wamue rais. Walikuwa na shida ipi na huyo bwana mpaka wafanye jambo la hatari kama hilo? Najaribu kuwaza tu kwamba vipi kama labda wakadai kwamba hii familia ilikuwa inahitaji kupata makazi ya kuishi kwa siri huko, au kuhamishia pesa zao huko kwa siri kubwa sana baada ya kambi zao kubwa za hapa Tanzania kuharibika na kugundulika. Lakini pia inaonekanika kwamba serikali ya Tanzania iliamua kuwafukuza kwa sababu ya yale ambayo walikuwa wameyafanya, na kama ingewapata ingeweza kuwaua, alafu ionekane kwamba rais aliwagomea watu wao kuhamia huko. Hapo watahitaji kumpata mtu ambaye atathibitisha hilo ili ionekane kwamba ni la kweli, na mtu ambaye atatakiwa kuweza kudhibitisha hilo ni wewe hapo. Kama wewe ukisema kwamba ni kweli uliwafukuza Tanzania familia hiyo, hivyo taarifa hiyo itaonekanika kwa asilimia kubwa kwamba ni ya kweli. Hivyo watakutwa na hatia, na hapo watakuwa wamelinunua tatizo ambalo limetengenezwa na bwana Odhiambo. Watu wenye akili zao walikuwa wamekana kuandaa mipango bwana. Mipango ilikuwa inakubali na kuwa kwenye utekelezaji tu. Mimi nilifikia makubaliano ya maandishi na Lionela, na tulikula kiapo juu ya yale makubaliano. Kama nikisema ni yavunje, si nitakuwa naliingiza taifa langu mwenyewe kwenye vita, Dennis. Kwa hilo upo sahihi, ila kuna nyakati kwenye maisha inabidi uchague jambo ambalo ni la muhimu zaidi kwako. Kama ukipewa nafasi kati yako wewe na Lionela, uchague mmoja wenu, bila shaka utachagua mwenyewe. Wani rais unaweza kufanya lote lile, na hii unatakiwa kuweza kulifikiria kwa umakini sana kabla ya kufanya maamuzi, kwa sababu inaweza kufanya taifa hili ukawa ni uwanja wa damu kwa akili za mtu wa taifa lingine, japo una mtihani mgumu sana mbele yako, kwa sababu naona kabisa kwamba kuna muda utafika utatakiwa kuchagua kujilinda wewe au kumlinda Lionela. Mambo ambayo Dennis alikuwa kiongea yalikuwa na tisha, lakini ndo ulikuwa ni ukweli wenyewe. Odhiambo kwa nini afanya yote? Unamaanisha nini mheshimiwa? Yaani sababu ya msingi yeye kufanya ni nini? Anataka nini kwenye ile familia? Huenda kuna mambo ya ndani zaidi ambayo hatuyafahamu, lakini kwa haraka nadhani pesa zilikuja kwa ajili ya kuua wanadamu. Pesa zimekuja ili kuhakikisha damu inamwagika kila kona. Pesa ndio ambayo inafanya kusiwe na amani duniani na watu wauane. Zile pesa za ile familia kiuhalisia ni pesa za damu. Itagharimu damu za watu wengi mno mpaka kuzifanya zitumike kwa amani. Kiongozi, unamaanisha kwamba anataka kuzipata pesa za ile familia? Sijasema hivyo moja kwa moja, ila huenda ni sababu kubwa. Unajua kila mtu anapenda kusifiwa. Kila mtu anapenda kuogopa na kuheshimiwa pia. Kila mwanadamu anapenda ufahari wa kunyenyekewa, na jambo hilo huwezi kulipata kama kuna watu ambao wanakuzidi pesa, hata kama wewe una nguvu na mamlaka. Na ndio maana hata mwenyewe licha ya kuwa ni rais wa taifa hili, ila huwezi kuigusa ile familia kirahisi tu, kwa sababu ukifanya hivyo ni jambo la hatari sana kwako. Sasa hayo yote mwanadamu hawezi kuyapata bila kuwa na umiliki mkubwa wa pesa. Zile pesa zilipatikana kwenye madawa ya kulevya, biashara ambayo ilihusisha umwagaji wa damu kupitiliza. Hivyo kama zilipatikanika kwa njia hiyo, maana yake ni kwamba hata ambaye atahitaji kuzipata ziwe zake njia pekee ni kwa ajili ya kuzimwaga damu. Hivyo kwa uelewa wangu ni kwamba Odhiambo anazitaka pesa, lakini pia anataka kuiteketeza familia hii hapa, kiasi kwamba kama zikitoa kwenye mkono wake na watu wake, basi sije kumtokea puani kwa baadaye. Na ndio bana anaonekanika kuwa makini sana. Na huyu Mtanzania ambaye umesema huenda ndiye yupo nyuma, ili inawezekana ndiye anazitaka hizi pesa. Ndio bosi, nadhani unawajua wananchi wako vizuri. Wanazipenda mno pesa, lakini hawataki kuzitolea jasho, japo hilo kwa sasa hivi hatuna uhakika nalo. Ni kitu gani ambacho nataka ukifanya kwa sasa? Wakati tunafikiria kwa umakini maamuzi ya kuyachukua kama haya mambo yatakuwa ni ya kweli, kwa sababu subiri simu ya huyo mtu, kama atakupigia na kukuambia haya. Ikitokea akaja na kitu tofauti, basi mawazo yangu kuhusu hii kazi hayatakuwa sahihi na nitawajibika kwa hili. Nenda kapumzika Dennis. Umekuwa usiku mrefu sana leo. Shukrani mheshimiwa. Alitoa heshima na kuondoka, kimwacha bosi wake kwenye msongo mkubwa wa mawazo, kwa sababu alimpatia taarifa ambazo hazikuwa nyepesi hata kidogo. Zilikuwa ni taarifa nzito na za kutisha mno. Basi bwana,
Siku nyingine ilifika, ulikuwa ni wakati bora kwa watu kwa sababu walikuwa wanaendelea mapambano mengine ya maisha, lakini haikuwa njema kwa rais wa Tanzania. Rais alikuwa kwenye msongo wa mawazo na hata usiku mzima wa siku hiyo hakupata kulala kabisa. Zilianza kuonekana ishara ambazo hazikuwa njema mbele yake, hivyo ilizaliwa hofu kwenye moyo wake, hofu ambayo ilionekanika kuja kubeba ile sehemu ya furaha ambayo aliamini kwamba ameipata kwenye maisha yake. Aliamini kwamba angepata wasaa wa kuwa salama na kuishi kwa furaha na upendo na familia yake, lakini akiwa kwenye moja kati ya sehemu ya kufaidi matunda ya uvumilivu kwenye hiyo nafasi yake, ndipo alianza kukutana na mambo ya ajabu. Taarifa ambazo alikuwa amemtuma ndani ya jiji la Nairobi kwa siri kubwa sana zilimfanya akarudi nyuma kwa hatua kadhaa na kuanza kuitengeneza ile hofu mpya kwenye moyo wake. Mwili wake ulikuwa ukimsisimuka kila alipokuwa anazikumbuka habari hizo ambazo hakiuhalisia zilionyesha kwamba zingeenda kuwa na mwisho mbaya kwake ambao haukuwa wa kuvutia. Mheshimiwa alikuwa amezama kwenye mawazo mazito wakati ambao alikuwa ameketi kwenye bwawa la kuogelea, huku miguu yake ikiwa ndani ya maji, hivyo hakusikia hata wakati mkeo akiwa anakuja eneo hilo. Tangu siku ya jana ulipokumerudi haukuonekanika kuwa sawa. Nini kinakusumbua familia yangu? Sauti nyororo ilizigusa ngoma za masikio yake. Ni sauti ambayo hakuwa akihitaji kuipoteza kwa gharama yote ile kwenye maisha yake, na ndio maana alikuwa makini sana kuweza kuzificha historia zake za nyuma, kuhakikisha kwamba anailinda familia yake. Kabla ya kuingia kwenye nafasi, nilikuwa na ndoto nyingi sana. Ndoto ambazo zilinifanya kila siku nitamani kuwa mshindani na kuishia kuwa mshindi. Haikuwa rahisi kufanikisha mambo mazito na magumu kama haya, lakini mipango ya Mungu ilikuwa sehemu yangu. Hivyo nilifanikiwa kuwepo hapa, lakini baada ya kufika hapa ndipo nikakutana na mambo ambayo sikuyatarajia kabisa. Aliongea wakati ambao alikuwa anapokea kikombe kilichokuwa kimejaa kahawa. Maisha yako ya kupenda kuwa mshindani ndo ambayo yamekufanya wewe kuwa kiongozi bora kwa wananchi wako. Kumbuka kwamba ni wewe ambaye ulirudisha amani ya taifa hili wakati ambao kulikuwa kuna mambo ya kutisha sana. Kumbuka kwamba ni wewe ambaye ulikuwa umefanya ile familia kuamua kuishi maisha ya kawaida tena mbali kabisa na watu kuliko kuwaua. Hivyo wananchi wako hawataweza kamwe kusahau mambo makubwa kama hayo ambayo umeyafanya. Siku zote watakuwa upande wako hata kama kungekuja kuwa na tatizo gani. Hivyo kama unahofia kupoteza imani, sio rahisi hivyo, kwa sababu hata mimi mkeo nakuamini sana. Moja maneno ambayo kila mwanaume uaga anahitaji pale ambapo anakuwa amepoteza matumaini ya maisha, aliyapata kutoka kwenye kinywa cha mwanamke ambaye alikuwa akimpenda mno. Alijiona kuwa binadamu mbele ya wanadamu. Kwa mke wake hata ile nafasi yake ya urais haikuwa na nguvu kabisa yani. Alikuwa anajiona kuwa ni mwanaume wa kawaida tu, tena mwenye bahati kubwa mbele za Mungu. Kama dunia ingenipa nafasi ya kuwa mara ya pili, basi ningekutafuta popote ulipo nije kuishi nawe tena. Wewe ndiye zawadi bora zaidi mimi kuwahi kuwa nayo kwenye maisha yangu. Ukamilifu wa uwepo wa moyo wangu unategemea amani ambayo unakuwa unanipatia wewe. Kwa kinywa changu nakili kwamba mke wangu nakupenda sana. Wawili hao walikuwa ni kama kura na ndoto nye. Walikuwa wakipendana isivyo kwa kawaida. Hivyo walikuwa wanaelewana kwenye hiyo lugha ya fasihi za mapenzi. Mkewe alimsogelea mumewe na kuunyonya mdomo wake, wakijikuta wakiwa wanaangukia kwenye bwawa na kuanza kucheza kwa mahaba kama watoto wadogo. Zilipita dakika 15 wakiwa wanafaidi maisha. Maisha yalikuwa yako upande wao na dunia ilikuwa shahidi mbele yao. Wawili hao walikuwa naziishi zile ahadi ambazo waliwekeana wakati wakiwa nakutana kwa mara ya kwanza. Sasa wangehofia nini? Labda huenda mkewe ndiye ambaye alikuwa na ile furaha kutoka moyoni, ila rais alikuwa na hofu kubwa na wasiwasi ambao haukuwa ukielezeka kwa lugha rahisi na kila mtu akauelewa. Mheshimiwa, kuna simu yako. Alikuja msaidizi wake ambaye aliongea bila hata kupepesa macho. Nipo na mke wangu, kwanza haukutakiwa kuwepo hapa. Yeyote ambaye anapiga mwambie kwamba anapaswa kusubiri kwa sasa hivi, nina majukumu mengine hapa. Ni Odhiambo Wambui. Alishtuka baada ya kusikia jina hilo. Huenda ni jina ambalo hakutamani liweze kuja masikioni mwake wakati huo. Alikuwa anahitaji kupata utulivu kama huo. Mke alitabasamu kwa sababu alitambua ni simu muhimu ya kazi na mumewe hakutaka kuondoka eneo hilo. Hivyo ikamlazimu kumruhusu kwa ishara aende. Walisia ni kwamba mumewe sio kuwa hakuwa anataka kwenda, bali aina ya simu ambayo aliambiwa inamsubiri ndio ambayo ilimtisha na kumkosesha amani, kwa sababu kila dakika moja ilivyokuwa inazidi kwenda mbele ndivyo hali ya amani ilikuwa inazidi kutoweka. Heshima yako Mheshimiwa Rais. Unataka nini Odhiambo?
Kiongozi, wewe ni mtu mkubwa sana. Haipendezi ukiwa na hasira na mimi namna hiyo. Nenda kwenye pointi ya msingi, unataka nini? Nipo ndani ya taifa lako usiku wa kesho, naomba kuonana na wewe. Umekuja Tanzania bila kunitaarifu? Tanzania ni taifa lenye amani ambalo kila mtu anaruhusiwa kuingia, Mheshimiwa Rais, na mimi nimekuja hapa kama raia wa kawaida tu, hivyo sioni tatizo kubwa sana mimi kuwa kwenye taifa lako na sijavunja sheria. Alikata simu hiyo, lakini muda huo ilitumwa message na kumpa maelekezo kwamba ni wapi alikuwa anatakiwa kukutana na bwana huyo ambaye bila shaka alikuwa amefika kwa ajili ya kuweza kumwambia rasmi sasa kwamba ni kitu gani ambacho alikuwa anakitaka kutoka kwake. Saa 6:30 usiku. Nyakati ambazo jiji waga linakuwa linavamiwa na giza na shughuli ambazo zinapendwa na wachache, mida ambayo watu wengi huaga wanaona ni muda wa kupumzika kwa sababu jiji linakuwa limemezwa na giza kikali, lakini ni wakati ambao pia huo huaga sio salama kwa wanyonge. Ndizo nyakati ambazo watu wazito walikuwa nakutana kwa ajili ya kuzungumza kikubwa mambo mazito. Saa 6 usiku, msafara wa gari mbili za rais wa Tanzania ulikuwa unatakata mitaa kuelekea Masasi. Safari hiyo haikuwa rasmi, ni safari ambayo hata rais hakuweza kuitambua kwa sababu anaona kama ni safari ya kipuuzi kwake, ila hakuwa na huo uwezo wa kuweza kupingana nayo. Alikuwa amekabwa kwenye koo lake mheshimiwa. Safari yake ilikuwa ni kwenda kuonana na mkurugenzi wa muda mrefu wa NIS, Bwana Odhiambo Wambui. Ni mtu ambaye alikuwa na deni lake Tanzania, hivyo aliona kama huo ulikuwa ni wakati sahihi kabisa kwake kuweza kuja kulibeba, na ndio maana hakuwa na wasiwasi. Karibu na bahari umbali kadhaa kutoka ilipo fukwe kulikuwa kuna jengo kubwa, jengo la kifahari ambalo lilikuwa likimilikiwa na kiongozi huyo wa Kenya kihalali kabisa, na hapo ndipo ambapo alikuwa anahitaji kukutana na Mheshimiwa Rais wa Tanzania Bwana Christian Godam ili waweze kuzungumza yale ambayo alikuwa amewakutanisha mahali hapo. Sasa dakika zake 30 ndio wakati ambao rais alikuwa anaingia ndani ya hilo jengo akiwa na walinzi wake, lakini baada ya kufika ndani ya geti aliwataka walinzi hao wasubiri nje, kwani alikuwa anaongelewa ndani ilitakiwa kuwa ni siri yake yeye, na alikuwa amehakikisha kwamba hapo yupo salama kwa asilimia zote 100. Ndugu yangu, najua sio kawaida kwa mtu kama wewe kuja nyakati kama hizi, hususan pale ambapo mtu aliyekuita ni mdogo kwako kwa nafasi yake serikalini. Bwana Wambui, umri ulikuwa umeenda, aliongea akiwa anatabasamu wakati akiwa anamkaribisha rais huyo wa Tanzania ndani ya jumba lake hilo, huku akiwa na bilauri ya mvinyo kwenye mkono wake. Hili ulilolifanya Odhiambo, niamini mimi sitaka nikalisahau. Kama hautakuja kulilipa wewe, basi familia yako itakuja kulilipa kwa gharama kubwa sana. Hapa sipo kwa ajili ya familia yangu ndugu yangu. Hili jambo nalifanya mimi kama mimi, na hata hiyo familia haijui lolote kuhusu haya mambo ambayo. Hivyo habari za kutishana familia tunaanza kuvuka mipaka sasa. Nadhani leo utakuja kukupatia majibu kwamba nalimaanisha ili kusema hivi. Kwa sababu unatakiwa kuelewa kitu kimoja kwamba baada ya hili kuisha, basi uhusiano baina ya Tanzania na Kenya unaenda kufa jumla, na mambo mengi ambayo siwezi kukuambia hapa kwa sasa hivi. Odhiambo alihema kwa nguvu na kutuliza akili yake. Ni kweli kwamba jambo hilo lilikuwa ni zito na gumu kwake, lakini hakuwa na namna kwa sababu ilikuwa ni lazima lifanyike. Tangu zamani niliwahi kukuambia kwamba kuna wakati utafika ambao nitahitaji kuja kudai deni ambalo lina zaidi ya miaka 20, Mheshimiwa Rais. Naelewa hivyo. Unandai deni ambalo mimi sikuhusika nalo. Deni ambalo alihusika nalo mtu mwingine kabisa. Kikubwa kama umeirithi nafasi yake, basi moja kwa moja unakuwa na uhalali wa kulibeba kama lako, kwa sababu ndio misingi hiyo kazi yako na nafasi yako kwenye taifa. Na dakika 30 tu za kuwa hapa, niambie umenitia nini? Kuna jambo moja dogo ambalo nahitaji uweze kulifanya kwa ajili yangu. Nini nataka? Nataka uikane familia Gavin Luka. Kwa sababu zipi? Kwa sababu wanatakiwa kutoweka kwenye uso wa dunia hii ambayo wanahisi kwamba wao ndio wameileta. Unajua jambo ambalo niliongelea hapa? Najua, ndio maana nimekuita hapa. Kuna sababu gani ya msingi wewe kufanya haya? Kwa sababu hapo nyuma waliwahi kuharibu sifa ya Kenya. Lile jambo ambalo kiongozi wa familia hii alilifanya ndani ya msitu wa Mau, sisi tulikubali kubeba lawama na kupata majina mabaya kwa sababu yao. Unahisi hilo lingepita tu hivi mheshimiwa? Hata unajua kabisa kwamba jambo kama hilo linawezekana kabisa. Acha kujifanya kwamba upo hapa kwa ajili ya taifa lako. Nataka kujua ipi sababu ya msingi wewe kutaka kuingia kwenye ugomvi wa moja kwa moja na hii familia. Kwanza ni kuweke sawa. Mimi siingii kwenye ugomvi wa moja kwa moja na familia hii kwa sababu hata siku moja hawataka wakajua uhusika wangu kwenye jambo kama hili. Lakini pia hakuna sababu yangu binafsi ya mimi kuweza kuitafuta hii familia, bali ni jambo la kitaifa. Unaona kwamba nikimpigia simu rais wako na kumwambia haya atanijibu kwamba ni jambo la kitaifa?
mheshimiwa, naona unaanza kufika mbali na sehemu ambayo hatutakiwi kuwepo. Sio kila jambo kubwa la usalama lazima lifike kwa rais. Kuna mambo mimi una uhakika kwamba kuna jambo kubwa la usalama ambalo rais wako hatakiwi kulijua? Hivyo ndivyo mnavyoendesha Kenya. Wapi unakotaka kuelekea? Si wapi unakotaka kuelekea. Nataka kuonya ile ambalo unaliwaza ungeachana nalo kabla hujachelewa. Unaonekana unaogopa hii familia. Basi kama mimi rais unaona kwamba naiogopa, wewe unatakiwa wewe umejificha kabisa na kuificha familia yako mbali kabisa na kuanza kuwaza na kufikiria kuwepo kwenye mjadala kama hii hapa ambayo haikufai hata kidogo. Hakuna kitu nahisi kwamba wanajua kuhusu mimi. Nisikilize vizuri bwana Wambui. Najua kwamba ulituma watu wako waanzishe mauaji Dodoma, jambo ambalo ulipaswa kulipa kwa gharama kubwa sana. Lengo lako ulitaka kuibua hii familia ilikopotelea na kurudi tena ulayani, ili iwe rahisi wewe kuweza kutimiza azima yako. Jambo hilo lilifanikiwa kwa sababu kiongozi msaidizi wa familia hiyo ndiye ambaye aliua watu wako wote na sio wangu wa usalama kama ambavyo huenda unahisi. Othman Chunga ndiye aliua watu wako kule na watu wetu wakati wakiwa nafika walikuta tayari kazi ikiwa imeshaisha. Hizi habari umezifahamu vipi kama ni mimi ninahusika na japo sio za kweli? Mimi sijali kama ni za kweli au sio za kweli. Hapa unaongea na rais ambaye amekula kiapo kulinda taifa hili kwa gharama yote ile. Mimi sio mjinga Wambui. Naelewa kwamba kuna jambo ambalo mmelipanga nyuma ya pazia, wakiwepo baadhi ya watu wako kama waziri wa mambo ya ndani wa Kenya. Hivi mawazo yangu yalikuwa sahihi. Yule mtu ambaye alikuwa anajifanya ana matatizo ya akili kule Kenya alikuwa ni mtu wako. Hailo utakiwa kupoteza muda wako kuliwazia. Jambo ambalo unatakiwa kuliwazia ni kwamba kama mimi najua hatua zako ambazo unajaribu kuzipiga, unahisi hawa watu watashindwa kujua? Ni swala la muda mfupi tu atakuwa na taarifa zako mezani, alafu baada ya hapo utaelewa kwamba ni kwa nini zama za baba wa Gavin Luka kuna rais alijiuzuru. Gavin mwenyewe alimfanya rais akajiuzuru, lakini hata zama za mtoto wake Leonela mimi niliamua kuingia naye makubaliano ya amani. Unataka kuniambia kwamba wewe ndiye ambaye utawapa hizi habari kuhusu mimi? Kama ningetaka kufanya hivyo basi mpaka sasa hivi wangekuwa na habari zako, na sidhani kama ungelikuwa unaingia Tanzania kwa amani namna hiyo. Kwa hiyo unajua alipo bila shaka, si ndio? Kuna sehemu nimekwambia hivyo. Sasa ungewafikishaje taarifa kama hujua alipo? Yaani bado upo zama za mawe bwana Wambui. Hapa tunayezungumzia ni familia tajiri zaidi ndani ya jiji hili bala. Kwa hiyo unahisi kupotea kwao kuna wafanya eti wakae kijinga tu kwa kukosa taarifa za ulimwengu? Hawa lazima wana watu wao kwenye maeneo mengi kiasi kwamba kama kuna uvumi ukisambaa kidogo tu basi taarifa hizo wanazipata kwa muda mfupi tu. Kwa hiyo utaifanya kazi yangu. Asiwezi kukujibu mpaka uniambie lengo lako kwa hii familia, mpaka unaikamia namna hii lipi. Nimekwambia kuhusu lengo langu juu ya watu. Ndio sababu ya kumua rais wa Jamhuri ya Afrika wakati. What? Wambui alishtuka. Alishuka sana kuambia hizo habari, huenda hakuwa na uhakika kama angeweza kuulizwa swali namna hiyo. Nadhani umenisikia na umenielewa. Au unataka kujua kwamba nimejuaje nalo hilo au utaniambia nalo pia ni jambo la usalama kuhusu taifa la Kenya, sio? Hizi habari wewe unazipata wapi? Huenda ni mtu ambaye umekuwa ukinifuatilia kwa muda mrefu sana bila mimi kujua kuhusu jambo hilo. Nikwambia mimi ni rais, naweza kujua kila ambacho ninakitaka. Unaelekea sehemu mbaya sana mheshimiwa. Kuna taarifa hukutakiwa kabisa kuzipata ama kuzijua kwamba zipo na zinafanyika. Vipi? Unaanza kunitisha? Asina maana hiyo. Kwa sababu utamwambia bosi wako, si ndio? Angalia mdomo wako bwana rais. Sasa lengo lako la kutafuta familia ni pesa, au kuna jambo jingine la umaarufu wao kuliko hata serikali za hii bala nzima ndo ambalo linakusumbua, si ndio? Nataka uikatai familia mbele ya vyombo vya habari. Kuna uvumi ambao utajitokeza kwa kasi mitandaoni kwamba hawa watu ndio wamehusika na mauaji ya rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati. Hapo watu watataka kujua kwamba kwa nini watu hawa wameweza kumuua. Kuna taarifa zingine ambazo zitasambazwa kudai kwamba bwana yule aliwanyima hifadhi kule walipokuwa wanataka kuhamia na kwenda kuishi kwa siri ndani ya taifa hilo, na baada ya hapo ndipo wakaamua kumuua ili waingie kwa mabavu na ikiwezekana waweze kupindua ile serikali na kuingiza watu wao kwenye mfumo. Sasa hapo watu watataka kujua sababu za msingi za familia kuhitaji kuhamia ndani ya taifa hilo kiasi kwamba mpaka wafanye jambo la hatari kuweza kumuua rais wa taifa husika. Hapo ndipo ambapo wewe unaanza kuingia sasa, na wakati unatoa hiyo taarifa kwenye vyombo vya habari utakili kwamba watu hawa kwa ushenzi ambao wameufanya miaka na miaka, wewe uliamua kuwafukuza na kuwataka waondoke kwenye taifa lako kwa amani kwa sababu au kutaka umwagaji wa damu uendelee. Iwapo kama ungeamua kuwatoa kimabavu, taifa ambalo wewe utasema uliona watu wake lipendekeza ni Jamhuri ya Afrika ya Kati.
Kwa taarifa tu ni kwamba wewe utakili kwamba ulipata taarifa kwamba rais wa taifa hilo aliwagomea watu hao kuweza kuingia huko, kwa sababu watu ambao hata taifa lao lilikuwa limewakataa ni ngumu sana kuweza kuaminika pote pale duniani, ukizingatia kwamba ni wahalifu wakubwa. Hivyo ingewapelekea wao kupoteza ushirikiano na mataifa makubwa kwa kuonekanika wamefadhili wahalifu, na hapo ndipo wakamua na kuhitaji kuingia kimabavu. Lakini kwa bahati mbaya vyombo vya ulinzi vikawa vimepata taarifa hiyo, na hivyo watu hao kwa sasa hivi wanatafutwa popote pale duniani. Najua utakuwa na swali kwamba utahitajika ushirikiano kutoka kwa serikali ya Jamhuri ya Afrika ya Kati. Hilo nitalishughulikia mimi mwenyewe, na nitaongea nao kwamba unatolewa msaada wa kuweza kuwapata watu hao. Wewe ukifanya tu hivyo utakuwa umefanya kazi yako, na deni langu mimi na Tanzania linakuwa limeishia hapo. Hivyo utabaki ukila maisha ya starehe na familia yako mpaka pale ambapo maisha yako yatafika ukingoni. Rais alijikuta akiwa anamkumbuka kijana wake Dennis Mzovi kwa sababu yale mahesabu na taarifa ambazo alihisi kwamba hao watu wanaweza kuwa nazo au kuzitumia kwenye hilo ndizo hizo ambazo alikuwa anaambiwa kama zilivyo usiku huo na mkurugenzi wa NIS. Mheshimiwa alihema na kumeza funda la mvinyo. Hoja inarudi pale pale. Unataka kubeba hatima maisha ya hii familia Bwana Wambui kwa hizo hesabu zako ndogo za kitoto? Na kuuliza tena, una uhakika na hili jambo ambalo unataka kulifanya? Hilo sio swali mpaka na kufungukia hizi siri basi ujue kwamba nimeamua kulifanya hili na hakuna kurudi nyuma tena. Sisi wanadamu ni watu wajinga wala nakwambia. Yaani mtu upo tayari kumwaga damu za watu wako, kuharibu sura ya serikali yako endapo haya mambo yatakuja kuwa zarani kwa sababu tu ya kupata pesa ambazo sio zako, na kutaka kujitengenezea jina ambalo watu wamelipata kwa gharama kubwa sana, kupoteza mamia ya watu na familia zao. Ndugu yangu, ya maisha kuna vitu ambavyo vinaenda sawa. Nguvu na pesa. Uko na vitu vyote basi maisha yako yanakuwa rahisi sehemu yoyote ile ambayo unakuwa unataka kwenda. Hii familia kuendelea kuwa na nguvu isiyo kuwa na mipaka sio tu ni hatari kwa Tanzania bali kwa Umoja wa Afrika Mashariki wote, kwa sababu kuna siku tutafanya maamuzi lakini hayatakuwa na nguvu kwa sababu ya hii familia tu kwamba imeyapinga. Sipo tayari kuona huu pumbavu unaendelea. Hivyo sio tu nafanya haya kwa ajili yangu, lakini pia nalisaidia taifa lako pia, na hata kama hautakubaliana na hilo swala. Wewe hapo unaisaidia Tanzania. Ndani kukumbusha jambo. Hizo pesa haujaanza kuzihitaji wewe. Hata rais wa taifa hili amewahi kuzitaka hizo pesa. Ulianzishwa umoja mgumu na mkubwa sana wenye kila kitu ndani yake ambao ulikuwa unaitwa The Immortals. Humo ndani kulikuwa kuna viumbe vya kutisha mno, lakini mwisho wake ukawa ni mbaya sana. Unaona nafasi ya kulisaisha ili kosa kwa sasa, nami nitakutunzia hii siri yako ya kipuuzi kwa sababu utakuwa na mwisho mbaya kuliko hata wengine wote ambao wamepita huko nyuma. Sijajua kama unalitambua hilo Bwana Wambui. Nimeshafanya maamuzi. Unatakiwa kufanya kazi ambayo nimekuambia ili mimi na wewe turudi kwenye amani. Anasikitika kusema kwamba siwezi kuifanya hiyo kazi. Unasema? Mimi sio kijakazi wako kiasi kwamba eti naweza kuifanya kazi yako kwa sababu tu eti unataka ifanyike au eti kwa sababu wewe umesema. Hilo jambo lifute kabisa kwenye akili yako. Unahisi kwamba nimekuja kukuomba uweze kuifanya kazi? Hilo jambo la sisi kuvamia kwenye msitu wako unaweza ukaliweka hadharani tu kwa sababu nipo tayari kulijibia, lakini na wewe unatakiwa kuwa tayari kuelezea kwamba ni kwa nini uliweka kuwa siri kwa miaka yote hii. Kumbuka pia kwamba nina siri zako kibao Bwana Wambui. Hivyo kama ukifanya huu ujinga, tambua kabisa kwamba kila kitu kitakuwa wazi na kila mtu atajua ule ushenzi ambao umekuwa ukiufanya nyuma ya pazia. Muda wangu wa kuwa hapa umeisha, hivyo usije ukaniita siku nyingine kwa ajili ya kuongea na mimi kama unaongea na mbwa wako, kwa sababu sitakusamehe tena. Alifuka kwa jazba na kuanza kuondoka huko ndani kwa ubabe zaidi, lakini wakati akiwa anakaribia mlango alisita kidogo baada ya Bwana Wambui kuanza kuongea. Nilijua kwamba hilo utakuja kuligomea Bwana Rais, na ndio maana watu kama mimi hatuishi kwa kutegemea jambo moja, kwa kuwa tunaelewa kwamba mtegemea jambo moja huaga anakuja kufeli baadaye kama jambo hilo likienda nje ya matarajio yake. Mimi ni mtu ambaye huaga napenda kwenda umbali mkubwa zaidi nikiwa nalitaka jambo fulani na au kukamilisha mpango fulani ambao ni muhimu sana kwangu baadaye. Miaka huko nyuma wewe umewahi kuwa mmoja kati ya watu washenzi kuliko mtu wa hovyo ambaye alikuwa anajua kutumia vizuri mdomo wako kwa ajili tu ya kujipaka asali ili wale ambao wanakulamba wakuone bonge moja la bwana. Hiyo ndio mbinu ambayo waga unaitumia kuweza kuwahadaa Tanzania ili wajue kwamba wewe ni rais bora kwao. Naelewa kwamba kwako inakuwa ni ngumu kuisaliti familia kwa sababu ya makubaliano yenu, lakini
unahofu kwamba vipi kama siku wewe ukijitengeneza kama adui kwao na mwisho wako utakuwaje. Labda wewe mwenyewe unaniambia kwamba kuna rais mwenzako aliwahi kujiua baada ya kukutana na Gavin Luka, japo haujatuambia kwamba ni kwa nini alifanya hivyo. Mtu wa usalama kama mimi naelewa kwamba ni lazima kulikuwa kuna siri nzito sana nyuma yake ambazo Gavin alimueleza kwamba kama akiendelea kuwa hai basi yeye ataziweka hadharani kila mtu aweze kuzifahamu. Hivyo kabla ya kuipata hiyo aibu aliamua kujiua ili afe kama mwanaume aliyekuwa bora kwa ajili ya taifa lake, na hali hiyo inaenda kukukuta wewe bwana hapo. Unaweza ukaamua kuwa upande wao na ukanikataa nifanye jambo langu kwa namna nyingine, ila utambue tu kwamba ukifanya maamuzi kama hayo basi siri zako zote zitakuwa wazi na kila mtu atazipata. Watu wengi sana wajui kwamba shemeji yako Joseph aliubeba msalaba wako wa mauaji kwa sababu ya kumlinda dada yake ambaye ni mkeo. Hili jambo kama litathibitishwa kwa ushahidi, unaelewa kabisa kwamba unaweza ukapinduliwa hata na jeshi lako mwenyewe, na unamjua yule mama Elizabeth Thorne alivyo na msimamo mikali. Mkurugenzi wako naye pia haupo kwenye mahusiano bora na yeye, na hata vijana wake pia hawakupendi kabisa. Je, unahisi nani ambaye atakulinda mheshimiwa? Mbali na hilo, nina imani kwamba mkeo waga hajui kama wewe ni msaliti mkubwa sana ndoa yenu. Mkeo ambaye unampenda mno na waga unamlinda asiyajue mambo yako ya kishetani ambayo umewahi kuyafanya huko nyuma. Vipi naye akizipata hizo taarifa? Unataka kuniambia kwamba uko tayari kuharibu familia yako kwa sababu tu kumlinda Lionel na familia yake? Baada tu ya Wambui kumaliza kuongea, rais mishipa ilikuwa imemtoka, macho alikuwa yamebadilika rangi tayari. Hakuwa kawaida kama ambavyo alikuwa mwanzo. Aligeuka na kurudi akiwa na hasira tele kwenye uso wake. Alirusha kofi moja zito ambalo lilitoka kwenye shavu la bwana Wambui bila hata kutarajia. Wewe mbwa, hata siku moja kwenye maisha yako usije kabisa ukamuingiza mke wangu kwenye huu upuzi wako kwa sababu nitakuua. Aliona alielewa bwana rais, ila unajua ni jambo gani ambalo unatakiwa kulifanya ili haya yaweze kuishia baina yetu hapa, yasiweze kufika mbali. Haya bado hayajaisha. Huu ni mwanzo wa mambo. Ipo siku utakuja kunilipa kwa gharama ya maisha yako wewe. Ina maana kwamba umekubali kuifanya hii kazi bila shaka, si ndio? Tutakutana kwa wakati mwingine. Rais aliondoka akiwa hana raha wala amani. Alikuwa amekabwa kwenye mbavu na hakuwa na ujanja wa kuweza kutoka kwenye hilo swali. Akaondoka akiwa na mawazo mengi na fikira zake zilikuwa mbali mno. Ulikuwa unaenda kuwa ni mwanzo wa mambo mabaya kutokea kwenye taifa lake, na hakuwa amejiandaa kwa hilo, japo hakuonekanika kuwa na namna nyingine ya kuweza kuyazuia hayo mambo. Elizabeth Thorne, miongoni mwa majina maarufu zaidi Tanzania, ni jina ambalo lilipata umaarufu mkubwa kwa sababu wakati matatizo mazito yanalikumba taifa, jina hilo lilikuwa ni sehemu kubwa ya mambo hayo. Mkuu wa majeshi wa Tanzania, hicho ndicho kilikuwa cheo chake mwanamke huyo wa makamu. Umri wake ulikuwa wa kiutu uzima, hakuwa kijana wala mdogo, bali namba zilikuwa zimesogea kwa kiasi kikubwa sana. Alikuwa kwenye nyakati tulivu za maisha yake, nyakati ambazo hakusikia wala yeye mwenyewe hakusikia tatizo lolote lile kutoka mahali popote pale ndani ya mipaka ambayo alipaswa kuilinda yeye. Tatizo hilo lilipotea kwa miaka 3 mpaka siku moja kabla wakati ambao huo alipokuwa anaonekanika lilipotokea tatizo kubwa Dodoma, lakini haikuwa hivyo tu, bali kulikuwa na tatizo jingine sehemu nyingine. Mwanamke alikuwa ameketi mahali pasafi, jumba kubwa ambalo lilikuwa likiangaliana na bahari. Kwenye mkono wake alikuwa ameshika sigara yake akiwa anaiteketeza taratibu. Ilikuwa ni sigara ya bei ghali sana kwa mtu wa Tandale, asingeweza kabisa kuwa nayo kwa sababu ingeenda kuathiri hali ya maisha yake moja kwa moja. Alikuwa amekaa kwa muda kidogo akajifunika koni lake safi kupembezoni, akiwa na mvinyo wa kutosha ambaye ilikuwa imeteketea kwa kiasi chake kwenye bilauri. Ndiye alikuwa mkuu wa majeshi Tanzania mpaka wakati huo. Alikuwa anaangalia bahari na watu kadhaa ambao walikuwa wakipita wakiwa hapo kwenye boti za kifahari, huku mawazo yake yakiwa yameenda mbali kwenye tatizo. Yeye alikuwa sehemu ya tatizo ambalo lilikuwa limeleta matatizo makubwa mno kwa taifa. Tena alikuwa anatoka na kijana mmoja ambaye alikuwa ni sehemu ya watu ambao walikuwa wapo kwa ajili ya kuliteketeza taifa lake. Jambo hilo lilimpatia ghadhabu na hasira, ila hakuwa na uwezo wa kuweza kurudisha muda nyuma. Jambo hilo japo halikuwa linajulikana kwa watu wengi, lakini yeye alijihisi hatia kubwa kama sehemu ya mtu muhimu kwa ulinzi wa taifa,
mtu wa kumtumia yeye kuwa sehemu ya udhaifu wa taifa lake mwenyewe. Alijisikia vibaya mama huyo. Mheshimiwa, amefika tayari bosi. Ilisikika sauti kutoka kwa mwanamke ambaye alikuwa amevaa gwanda za kijeshi mwilini mwake, gwanda ambalo lilikuwa limenona kwa nyota. Mruhusu apite kisha utupishe. Natakiwa kufanya haya mazungumzo mimi na yetu bila mtu kuweza kusikia lolote kutoka kwetu. Nimekuelewa bosi. Alitoka mara baada ya dakika kadhaa. Ilisikika sauti ya viatu kutoka kwa mtu ambaye alikuwa anajiamini kama sio kuwa mwenyeji ndani ya eneo hilo ambalo mama huyo alikuwa ameketi. Niliwahi kuyaota maisha kama haya huko nyuma. Maisha ambayo yanakufanya mtu unakuwa ishi kawaida ila kwa amani kubwa sana. Kama hivi umekaa hapa unakula upepo wa bahari bila hata kuwaza kwamba kuna washenzi ambao wanaweza kuja kuiharibu amani ya taifa ambayo unapaswa kuilinda kwa maisha yako yote ya utumishi, na malipo yake ni wananchi wako kuja kukushushia lawama na matusi. Aliongea mzee mmoja akiwa anaiweka suti yake vizuri mwilini. Kai Aiden, mkurugenzi wa TIGI, ndiye ambaye amefika eneo hilo kuweza kuongea na kigogo mwenzake. Maisha yetu haya huwezi kuwaza kuwa na amani, ndio maana haijawahi kabisa kutokea ikawa hivyo. Hizo zinabaki kuwa ni hadithi za kufikirika tu za kwenye riwaya. Mimi na wewe tutakufa bila amani. Hata kama tukistaafu kutoka kwenye hizo kazi, bado tutateswa na hatia za baadhi ya mambo ambayo yametokea chini ya uangalizi wetu. Asiwezi kubishana na wewe juu ya hilo. Nimeshuhudia vijana wangu wengi sana wakifa, nimeshuhudia mauaji mengi sana mbele yangu. Mengine najua nilikuwa na uwezo wa kuweza kuyazuia na mengine yalikuwa yako nje ya uwezo wangu. Sasa nitafanyaje na huu uwezo wa kuweza kurekebisha sina? Waga najisikia vibaya sana, na kuna muda najuta kwamba ni kwa nini nilikuwa nimeingia kwenye kazi. Bwana Kai aliongea kwa hisia, akiwa anajiminia mvinyo kwenye blauli lake kisha akaiwasha sigara nyingine na kuendelea kuvuta taratibu. Maisha kama tungelikuwa tunajua kwamba kwa baadaye waga yanatuandikia nini, basi amini kwamba kuna watu ambao wasingeishi kabisa. Nakumbuka nikiwa bado binti mdogo nilikuwa na mawazo mengi sana, mawazo ya mbali. Nilitamani kuwa mmoja kati ya wanawake mashuhuri na wenye nguvu kubwa duniani. Japo kiuhalisia ni kwamba sikuwahi kujua matokeo na madhara ya kuweza kufanikisha hivyo vitu. Ndoto ni muhimu kwenye maisha ya kila mwanadamu. Ila kuwa na tamaa kubwa na ndoto zako ni jambo la hatari mno, kwa sababu kuna nyakati unalazimika kufanya yale mambo ambayo ni ya kutisha na hatari kubwa sana, ili tu uhakikishe kwamba ile tamaa yako inakuja kuwa kweli. Ukifikia hiyo hatua, basi unahisi kila jambo ambalo unalifanya ni sahihi kwako. Nilipambana mpaka kuja kuipata nafasi kama hii hapa ambayo kwa taifa letu hakuna mwanamke aliwahi kuipata kabla. Ni kweli ilinipa umaarufu mkubwa, ilinipa jina, ikanipa heshima na ikanipa pesa za kutupa, lakini sikujua kama nitaweza kuishi kwenye hii nafasi kwa wasiwasi na mashaka namna hii. Kiukweli nilikuwa nimepanga kujiuzulu kwenye hii nafasi mpaka ile siku ambayo rais alinifuata mimi na wewe hapa kwamba sisi ndio watu pekee ambao kwa sasa hivi anatutegemea sana kwenye hili. Hivyo sikuona sawa kuweza kulikimbia tatizo lile, nikaamua kuwa sehemu ya tatizo mpaka mwisho. Mwanamume yule alikuwa ameongea kwa hisia kali sana, huko akiwa anaendelea kuvuta moshi mwingine wa sigara na kupulizia hewani ambako alikuwa akiushuhudia ukiteketea kidogo kidogo. Kwa nini hukuamua kujiuzuru tena baada ya matatizo kuisha? Ni miaka 3 sasa imepita. Nilikuwa na sababu kubwa mbili. Sababu ya kwanza, niliona kama tukianza kutoka kwenye hizi nafasi zetu tutamchafua rais, kwa sababu watu wa nje wangeanza kuhisi kwamba ndani ya uongozi wa juu kuna tatizo kubwa mno mpaka mtu wa nafasi yangu nikaamua kutoka, ukizingatia wakati ule kuna watu walikuwa wameamua kujiuzuru wenyewe. Hivyo niliona kwamba inatakiwa nihakikishe tu namaliza muhula wa huyu rais mpaka anatoka madarakani, labda kama yeye mwenyewe angeamua kunitoa kwenye nafasi kwa sababu zake mwenyewe binafsi. Lakini sababu ya pili ni kwamba nilijua kwamba haya matatizo yanaenda kurudi tena. Sasa kama nilijua kwamba yatarudi tena, mimi nilikuwa ni mmoja kati ya sehemu ya tatizo. Maana yake ni kwamba ilitakiwa pia nije kukilipia kikombe changu ambacho nilikinywa tangu mwanzo. Eliza, ulijuaje kama haya yanaweza kuja kutokea tena? Hakuna wakati maisha yanajieleza yenyewe tu kwa ishara mbalimbali, ila ni sisi tu ndo ambaga hatunaamua kuzipuuza hizo kai. Hapo sijakuelewa bado. Kwamba uliamini ile jambo la familia ile linaweza kuisha eti kwa sababu tu kwamba Gabriel Luka alikufa? Asijawahi kuamini hilo. Sasa hizo ilikuwa ni dalili, na huenda kwa wakati huo uliweza kuzipuuza, ila
Mimi binafsi siwezi kufanya kosa la namna hiyo, kupuuza kitu kama hicho. Tunarudi pale pale. Haujafanikiwa kujibu swali langu Eliza. Mwanamama huyo alivuta tena funda la sigara akionyesha wazi aliridhika, kwani alitabasamu kidogo wakati akiwa anatolea moshi ule puani. Najua hilo Kai, najua. Haya maisha Kai, kuna jinsia mbili tu basi. Jinsia moja nadhani inabebwa na asili pamoja na misingi ya kimungu, lakini hata ya kidunia pia. Sijasema inabebwa kwa sababu haina uwezo, la hasha. Bali maana yangu ni kwamba inabebwa kwa sababu sheria zake ndivyo zipo hivyo. Hapa nazungumzia jinsia ya kiume. Mwanaume umezaliwa ukiwa ni shujaa tayari duniani, na kila mtu analitambua hilo. Ila kazi yako kubwa ni moja tu, kulithibitisha hilo mbele ya jamii. Ni tofauti kabisa na jamii yetu sisi hapa. Nazungumzia jinsia ya kike. Hii ni jinsia yangu. Dunia, asili na hata misingi ya kidini ni kwamba inaeleza kwa usahihi kwamba ilikuja ili kuwa kama saidizi ya jinsia ya kiume, na hivyo ndivyo ulimwengu unataka iwe, na mimi sijawahi kabisa kulipinga hilo kwa sababu ni ukweli, japo kuna baadhi ya wanawake uwaga hawataki kabisa kukubali. Sasa kama ipo hivyo, maana yake ni kwamba uwaga inachukuliwa kama jinsia dhaifu, ambayo baadhi ya watu pia huwaga wanahisi kwamba haina madhara makubwa sana kwenye matokeo namna yote yale. Na hapa ndipo uwaga yanafanyika makosa makubwa sana, ambayo alifanya mimi kwa hesabu zangu nitambue kabisa kwamba yale matatizo yangerudi, lilikuwa ni swala la muda tu kuweza kutokea. Kama jinsia inaonekanika dhaifu, maana yake ni kwamba inapuuzwa. Kwenye kupuuzwa ni pale ambapo jinsia hii inakuwa ipo kwenye sehemu kubwa ya maamuzi ambayo yanaweza kuathiri watu wengi, au matokeo yake yakawagusa watu wengi. Wanaume waga wataki kuonekanika wanaongozwa na wanawake, au mwanamke anapata umaarufu mkubwa mbele yao, ama kwa nafasi ambayo inamfanya yeye ndiye anakuwa na ruhusa ya mwisho ya kuweza kuamua mambo makubwa ambayo yanaweza kuathiri baadaye yao kwa namna moja ama nyingine. Sasa hapo mwanaume waga anaanza kutafuta namna pekee ya kuweza kufanya ili kuhakikisha kwamba anamtoa mwanamke kwenye ile nafasi. Sasa hapo kwenye kumtoa ndipo inapotegemea unaenda kwenye huo ulingo na mwanamke wa namna gani. Baada ya kiongozi wa familia ya Gavin Luka, ambaye ni Gavin mwenyewe kufa, hakuwa na mtoto hata mmoja wa kiume kwenye maisha yake, jambo ambalo lilifanya yeye kuacha kila kitu kwa mtoto wake Leonela. Hiyo ilimfanya binti yake kuwa ndiye Mwafrika tajiri zaidi, na ndiye kiongozi wa familia yenye nguvu zaidi na hatari zaidi ndani ya hili bara lenye zaidi ya watu bilioni 1.5. Kwa maana hiyo inamfanya yeye kuwa ndiye binadamu mwenye msukumo mkubwa zaidi miongoni mwa hao watu, na mwenye nguvu kubwa pia ya kuwazidi wote, mpaka wanasiasa na viongozi kwa ujumla wake. Tukirudi nyuma kidogo kwenye zile sababu ambazo nimezitaja za kiasili, kidunia na kibinadamu, hii inaonekanika kwamba inakinzana na uhalisia wenyewe ambao upo na kuweka mazingira ya jinsia ya mwanaume kuanza kuonekanika dhaifu. Sio kila mtu waga anajishughulisha na haya mambo, lakini kwenye watu zaidi ya bilioni 1 lazima tu kuna watu ambao wataona kwamba sio jambo la kawaida. Hivyo kwenye hao watu ambao kwao hilo jambo sio la kawaida, wanaanza kuwaza namna ya kuweza kumtoa kwenye ile nafasi. Watu wanaweza kufanya lote ile kuweza kuhakikisha kwamba wanarudisha ile heshima yao ambayo wao wanafikiria baada tu ya yule binti kuwa ndiye kiongozi mkuu wa hiyo familia. Sasa wanamtoaje na mtu mwenyewe huaga anapotea na anaweza sionekanike tena? Hapo ndipo ambapo huaga zinatengenezwa sababu za kutakiwa kumpata. Zinatengenezwa sababu zipi? Wote tunajua kwamba kuweza kuwaleta hadharani watu wa namna ile ni kuanza kutekeleza matukio ya ajabu, kisha baada ya hapo unawasingizia wao kuhusika. Ni lazima tu watakuja kuanza kujisafisha. Hivyo kwenye kukamilisha hilo ndipo ambapo unaweza kuwapata na kutekeleza yale ambayo umepanga kuweza kuyafanya kwao. Lakini hivyo vyote ambavyo nimevizungumzia hapo vina sababu kubwa moja ya kuweza kutokea na watu kuona kama jinsia hiyo inazidi kuwa hatari sana kwao. Pesa. Pesa. Pesa ndio sababu ya hayo mengine yote ambayo nakuelezea hapo. Yule mwanamke kuwa tu kiongozi wa ile familia sio hatari kubwa, kwa sababu kuna wanawake kadhaa ambao wamewahi kuwa viongozi wa familia zao na mataasisi makubwa kwenye historia. Lakini mwanamke kumiliki pesa kubwa inakuwa ni tatizo kubwa mno kwa wanaume wengi ambao wanahisi zile pesa za mwanamke zinakuwa hatari sana kwao, na hususani akiwa na nguvu kubwa kama ilivyo Leonela. Jambo hilo limepelekea kuzaliwa kwa tamaa kubwa sana kwenye mioyo ya wanadamu. Hiyo tamaa inaunganika na hizo sababu zingine, ndugu yangu Kai.
Hizo sababu zinawapa uhalali wa kufanya, lakini moyo wa mtu ni kichaka, kwa sababu tangu enzi na enzi pesa zimetumika kuua misingi ya maisha ya mwanadamu. Pesa zimeleta chuki miongoni mwa wanadamu, na pesa imefanya damu izagae mitaa kwa mitaa, kwa sababu kila mtu anakuwa anazihitaji zile pesa alizonazo. Lionela ndizo ambazo zinaenda kuibua mambo ya kutisha, kwa sababu ule utajiri wake utaanza kusakwa kwa gharama yote ile. Inapoingia pesa, hakuna binadamu ambaye anasalia. Hakuna uungwana tena miongoni mwa wanadamu, zaidi tu ya mauaji na kufanyana mambo ya kikatili sana. Haya ndio mambo ambayo ilinifanya mimi nitambue kwamba lile jambo halikuwa limeisha, lilikuwa linaenda kutokea tena kwa mara nyingine tena, na huenda kwa ukubwa zaidi ya vile ambavyo lilikuwa limetokea mwanzo. Na hizi pesa Lionela ndilo linaloenda kuwa ni tatizo kubwa zaidi kwa sasa hivi. Nadhani unaelewa vita ya pesa waga inakuaje. Wewe sio mtu ambaye anaweza kuanza kukaa hapa na kuanza kueleza kwamba itakuwa vipi hapo mbele, kwa sababu tayari ulishaanza kuwa na majibu juu ya nini ambacho kinaweza kwenda kutokea kuanzia wakati huu na wakati huu ambao unakuja siku za mbeleni. Maelezo ya Elizabeth Thorne yalikuwa amenyoka kiasi kwamba hata bwana Aidan mwenyewe alibaki kama duatu. Mambo yote yalikuwa nayo kwenye akili yako na haukuwahi kunishirikisha hata siku moja. Akauliza kwa mshangao kiasi kwamba naye akamshangaza mwanamume huyo. Msikilizaji, tusimalize uhondo wa sehemu yetu ya 5 bana. Tuachilie hapo. Afushikilia hapo haya. Katika sehemu ya 5 tunaunganisha, tuna connect, tuna switch on. Tunaendelea kupata burudani ya simulizi hapa upande wa giza wa malaika. Sasa ndio kumchokonoa Lionela jamani. Aonyesha upande wake wa giza, mbona watatubu? Basi tufanye hivyo msikilizaji, katika sehemu ya 5 kupata kujua nini kiliendelea. Simulizi ni The Darkness of an Angel, upande wa giza wa malaika. Mtunzi ni Fabian Babuya, director kutoka Simulizi Max. Niko hapa. Njoo WhatsApp 0677062012 ujipatie simulizi mpaka mwisho kabisa. Kama unaipata SMS basi check pale, iko mpaka mwisho kabisa. Tukutane katika simu inayofuata kwa burudani zaidi. Bye bye.